lakini pia tutakuwa na mkufunzi, lakini pia ni mzee wa kanisa anaitwa Joven Bwile. Sasa huyu ni mtaalamu wa uchumi na maendeleo ya jamii. Kwa tunaenda kuanza rasmi session yetu. Watapata muda wa kusimama, tutaona kwa na muda mwingi wa kusimama na kuongea na sisi. Kwa hiyo wakati muda ukifika wa kusimama, mtauona kwa uzuri sana. Basi kwa muda huu tutasimama wote kwa furaha na wimbo namba 59. Na baada ya hapo tutaomba na tutaanza semina zetu. Karibuni sana. Kiongozi wa nyimbo, karibu. Asante. Tuombe tunapoenda kuanza programu zetu. Takatifu Baba Mungu uliye mahali pa juu mbinguni, asante tena kwa masaa haya matakatifu. Wana na binti zako tumekusanyika kwa ajili ya kazi yako. Leo tunaenda kujifunza masomo makubwa yanayolenga biashara, ajira, uongozi na imani ndani ya kanisa. Tumepata wakufunzi mbalimbali na watu wako wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kusikiliza. Hebu baada ya semina hii, Mungu wetu, fursa zikafunguke
kwa watu na binti zako. Tunaamini utakuwa pamoja na sisi, utatuongoza hadi mwisho. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amina. Okay, kabla tujawakaribisha waseminishaji wetu, pengine tungepata historia kidogo, nini maana ya ATAP. Inawezekana tumekusanyika lakini hatujui maana ya ATAP. Sasa tunapozungumzia neno ATAP, hichi ni kifupi cha maneno Association of Tanzania Advent Profession and Entrepreneur. Chama hichi kimeanzishwa ndani ya kanisa mwaka 1998. Kwa hiyo ni kikundi cha maendeleo ya uchumi ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato kinacholenga kuwawezesha waumini kiuchumi kwa misingi ya kisabato. Kwa hiyo ni idara ndani ya kanisa na wahusika wakuu ni wajasiriamali na wanataaluma waliopo ndani ya kanisa. Kwa niwatie moyo, mko sehemu salama, sehemu sahihi, na humu tuna wataaluma lakini pia tuna wajasiriamali. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Sasa ATAP na kanuni 5 muhimu. Kanuni ya kwanza ni uaminifu, uwajibikaji, kushirikiana, uadilifu na kumcha Mungu katika mali na biashara. Ina maana gani? Hata tunapokuja mbele za Mungu, kama kweli wewe ni mwana ATAP kabisa, mwanachama, inabidi uwe na vigezo hivi. Kwa naamini wote tuna vigezo hivi na tunaenda kujifunza zaidi jinsi ya kumcha Mungu katika mali na biashara zetu. Sasa kwa kupata utambulisho huo mdogo, tachukua nafasi hii kumkaribisha ndugu yetu Grace Maega kwa ajili ya kuanza semina rasmi. Grace, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nashukuru kwa fursa hii mlionipatia kuweza kusimama mbele yenu na mbele ya watu wa Mungu kwa ajili ya kuzungumza nanyi katika mambo machache lakini muhimu sana kwa ajili ya ustawi wa sisi binafsi, kanisa pamoja na kazi ya Mungu. Kama nilivyokwisha kutambulishwa, jina langu, mimi natoka kanisa la Golani ambalo linapatikana mtaa wa Chuo Kikuu. Mimi katika kanisa langu ni kiongozi wa chama cha AY kwa mwaka huu 2026, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa uwekezaji kanda ya ATAPE Kimara katika ngazi ya ATAPE, lakini pia ni katibu wa kamati ya kudumu ya uwekezaji katika field ya ECF upande wa ATAPE. Katika jamii au kwa maisha ya kila siku, mimi ni mjasiriamali, mfanya biashara, lakini pia ni mkufunzi katika mambo ya usimamizi wa miradi. Kabla sijaendelea mbele, ninatamani niwafahamu, lakini pia natamani kufahamu mnafanya nini. Katika mafunzo tunayotoa, tunalenga kuwasaidia washiriki ama ninyi wakufunzi ili mtoke hatua A kwenda hatua B. Sasa ili tuwasaidie vizuri, tunatamani pia tuwasikie kwamba mimi ni fulani ninashughulika na nini, ili kusudi katika mazungumzo tunaenda kufanya au mawasilisho tunayoyafanya tuweze kugusa mahitaji ya moja kwa moja ya walengwa ambao tuko hapa. Sasa labda niulize kamati ya mitambo, mnaweza kuniruhusu kupata utambulisho wa
wapendo walioko hapa. Basi kama inawezekana, naomba tu maiki itembee, ukituambia tu jina lako na shughuli yako unayofanya. Ikiwa hauna, usiogope kwamba sasa mimi sina. Tupatie tu hata wazo, unawaza kufanya nini. Kama hauna wazo, matamanio yako, unatamani kufanya nini, hiyo inatosha. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Mjinje Tanga. Mimi kitaaluma ni laboratory scientist, ila najishughulisha na huduma ya kusupply samaki kutoka Musoma na Mwanza kuleta hapa Dar es Salaam, na pia ninafuga mbuzi na kondoo. Asante sana. Naomba umesema una supply nini? Samaki. Samaki. Nafuga mbuzi kibiashara na kondoo, lakini nafugia kwa mkoa wa Mara. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Tatu Elias Bure. Ni muuguzi, ni mwajiriwa, sina biashara ninayofanya. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi kwa jina naitwa Lecho. Mimi ni fundi nguo. Fundi? Sijasikia. Fundi nguo. Fundi nguo. Okay. Nishapata pacha hapa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Tamia Mary. Ni mfanyabiashara. Kitaaluma nimesomea mambo ya masoko. Amina. Mambo gani? Ya masoko na uhusiano katika Okay. Bwana ni mwema. Wakati wote. Kitaaluma ni fundi umeme, electrical installation. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi naitwa Alex Gerard na nafanya biashara. Biashara gani? Chuma chakavu. Vyuma chakavu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Bruno Mgendi. Taaluma yangu ni civil engineer, inahusika masuala ya ujenzi wa majengo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi naitwa Veronica Mkenge, ni mama mjasiriamali, ninapika vitafunio vidogo vidogo, napika keki, lakini pia najishughulisha kwa ajili ya kufunga karanga hizi ndogo ndogo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Castro Masanja. Kitaaluma ni daktari wa binadamu, ila najishughulisha na kilimo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Nice John Mwagama, mimi bado mwanafunzi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina ninaitwa Frederick Bwana. Kitaaluma ni sales and marketing, lakini sasa hivi ninashughulika na shughuli ya usindikaji wa maziwa. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Elizabeth Bubinza. Mimi ni mama wa nyumbani, lakini pia nahusika na masuala ya upambaji katika sherehe, lakini pia ni mpishi wa keki na vitafunio. Asanteni. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina langu ni Rose Chikira na kitaaluma ni nimesomea masuala ya management and accounting, lakini najihusisha na kutoa elimu kwa wajasiriamali kwa sababu ni kitengo ambacho nakifanyia kazi, lakini elimu inayohusu pia mambo ya biashara na mikopo, lakini pia ninajihusisha na kampuni inayodili na masuala ya cleaning. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Angel Molel, nimeajiriwa, ni mwajiriwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina anaitwa Derek Gimeno. Kitaaluma mimi ni mhasibu, lakini pia ni mshauri wa masuala yote yanayohusiana na bima, uwekezaji na kodi. Asante. Nashukuru sana. Nashukuru nimewafahamu. Sasa ninaamini wote ambao tumeweza kuzungumza au wote ambao tumekuja kujifunza, kila mtu anafanya kitu.
na kila mtu katika kitu anachokifanya anatazamia kupata kipato. Ni uongo kweli? Ehe. Kuna wale ambao wanaanza, wengine wameshaanza, wengine wako wanaendelea, lakini kila mtu anatazamia kupata kipato. Sasa basi, naomba nizungumze kitu kimoja. Katika makanisa yetu, makanisa ya Waadventista wa Sabato, lakini na makanisa mengine na jamii kwa ujumla, tumekuwa na kitu kimoja ambacho kwa sasa inaonekana ni changamoto kubwa, hasa kwa vijana. Na changamoto hii ni kwamba vijana wanasema hawana vipato kwa sababu hawana ajira. Ajira ni chache, ushindani mkubwa. Ni uongo kweli? Na changamoto hii imekuwa kubwa sana kiasi kwamba inaleta watu kutafakari kwa kina kwamba hivi, ikiwa tutakuwa na jamii iliyoko katika hali hii, tunakoenda itakuwaje? Ikiwa tuna jamii ambayo ajira hakuna, kazi hazipo, ndivyo tunavyofikiria, na hatuna vipato. Tukiangalia mfano hapa kanisani, tuna ujenzi, sijui ulianza lini, lakini pengine tunatamani huenda tungekuwa tumekwisha kumaliza kujenga, lakini hatumalizi kwa sababu pesa hakuna, na huenda kanisani vijana ni wengi ama watu wengi wapo hawana vipato. Sasa pamoja na changamoto zote ambazo zipo katika jamii, kanisani, familia, kitaifa, kimataifa, sisi kama watu wa Mungu ama watu ambao Mungu ametuamini na kutupatia nuru na kutupatia rasilimali, tunatakiwa tuwaze nje ya box. Nje ya nini? Nje ya box. Sasa tukiachia changamoto hizo ambazo zipo nyingi, solution ambayo mara nyingi tumekuwa tukifikiria kwa haraka ama tumesikia sana huwa ni kujiajiri. Mtu anawaza sasa, inabidi nimekosa ajira, nimetafuta, nimekosa ajira ni chache, inabidi nijiajiri. Mimi leo naomba niwape changamoto. Badala ya kufikiria kujiajiri, hemu tubadilishe mtazamo, tufikirie kutengeneza ajira. Ukifikiria kujiajiri, ina maana unatengeneza nafasi moja, yaani ni wewe, kwamba mimi nitafute kazi yangu kwa kuanzisha biashara, kwa kuanzisha mradi. Lakini mimi nataka tubadilishe mtazamo na fikra kutoka kujiajiri, tuwaze kutengeneza ajira. Tukitengeneza ajira, tutatengeneza nafasi kwa watu wengi na wengine, lakini pia sisi tutakuwa zaidi. Naomba nitoe mfano kabla sijaendelea. Naomba nimtolee mtu anayeuza maziwa. Amesema anatengeneza maziwa. Mtu anayetengeneza maziwa, ina maana una mbuzi unafuga pia, au ng'ombe unafuga, ama unanunua mahali unatengeneza. Unanunua maziwa alafu unauza, una supply. Asante. Mpaka hapo ulivyozungumza, wewe umetengeneza ajira, haujajiajiri. Japokuwa katika mtazamo wa kawaida wa haraka utasema nimejiajiri kwa sababu unafanya shughuli yako binafsi. Sasa tunaposema kutengeneza ajira, ni pale ambapo wewe unachukua wazo lako ulilonalo, unalizidisha kwa kulifanya kubwa, alafu unatengeneza nafasi za watu wengine. Mzee amesema ana vijana 30 ambao wanakusanya maziwa kutoka mahali mbalimbali. Tayari umetengeneza ajira kwa watu 30 na bado kuna wengine. Laiti ungewaza kujiajiri,
Wewe ungekuwa unaamka saa 10 unaenda kutafuta maziwa koti wewe peke yako, alafu unakuja unayachakata, ukimaliza tena unaingia kuuza, una supply mwenyewe. Hivi mnaona ipi ni nyepesi? Yaani tuchukulie mfano umejiajiri unauza maziwa na yule aliyeajiriwa tu ofisini, utachagua wapi? Kuwamiliki hawa watu wote, kuajiri. Kabla tujafika huko, yaani tuna kazi hizi mbili. Ndio. Kazi ya kwanza ni wewe kuamka saa 9 usiku uanze kukusanya, yaani ule mchakato wote unaofanya ufanye wewe peke yako, usimpe mtu. Alafu mchakato mwingine ni wewe kutoka nyumbani na kwenda kazini, aidha umeajiriwa, malipo ni yale yale unayoyapata huku kwenye maziwa na kule ofisini ni yale yale. Utachagua wapi? Kwa mtazamo wa kawaida siwezi nikachukua kazi ya kuamka usiku kwenda kukusanya. Ni afadhali niondoke ninaenda ofisini kwangu. Nashukuru sana. Sasa umeona kwamba unapojiajiri ni kweli unapata muda, unakuwa na ule uhuru hubani, lakini ukija katika uhalisia unajilimit, hautakuwa kwa ukubwa kuliko yule ambaye anatengeneza ajira. Anayetengeneza ajira anaanza tu na wazo kwamba mimi wazo langu nafikiria nifanye kitu fulani. Akishafikiria kufanya kitu fulani, anaingia kwenye mchakato wa kufanya kile kitu, na hapo anajikuta sasa anaweza akafanya kwa ukubwa wote anaweza kufanya. Naomba nitolee mfano mwingine, natamani mnielewe. Mimi nimesema ninafanya biashara ya ushonaji. Kwa mfano, unaweza ukapata kazi ya kushona nguo 500 ndani ya mwezi mmoja. Mimi binafsi je, ninaweza? Ama fundi mwenzangu pale, unaweza kushona nguo 500 kwa mwezi mmoja? Hataweza. Lakini kama mimi ninapata kazi ya kushona nguo 500, lakini nina watu wanaoweza kufanya kazi na mimi 20, kwa siku moja mtu anashona labda nguo 10 ama nguo 20, alafu nina watu 20. 20 mara 20 kwa siku ni nguo ngapi? Ni nguo 400. 20 mara 20 ni nguo 400 kwa siku moja. Ni tofauti na mimi binafsi nikipewa nguo 500 kwa mwezi, nitasema sifanye nini? Siwezi. Nitalimiti mapato. Kwa hiyo nitasema badala ya kuchukua hizo kazi nitabaki kufanya kwenye vile ninavyoviweza. Kama ni kushona nguo moja, nitajikuta nashona tu nguo moja kwa sababu nimejiajiri, yani nimejitengenezea kaajira kwangu mimi tu. Lakini wazo la kutengeneza ajira unafungua wigo mpana wa kuongeza watu wengine na kuongeza kipato kikubwa. Kwa mfano mimi nikishona nguo moja napata shilingi 10,000. Na uwezo wangu wa kushona nguo kwa siku ni nguo ngapi? 5. Kwa siku ninapata shilingi ngapi? 50,000. Nikiwa na watu 20 ambao wanashona nguo, kwa kila mtu mmoja anapata shilingi 5,000. Ina maana 5,000 mara 20 ni shilingi ngapi? 5,000 mara 20 ni 100,000. 100,000 nijumlishe na ya kwangu 50,000. Huoni kwamba nitakuwa yani mapato yangu yataongezeka zaidi kuliko nikijilimiti na kazi ya kwangu tu? Sasa mimi shauku yangu, hamasa yangu kwenu vijana, mama zangu, baba zangu mnaonisikiliza, natamani tubadilishe mtazamo, fikra zetu tuziondoe kwa kuangalia ajira tu. Hata wale ambao mmesema ninyi mmeajiriwa, tunawashukuru. Tunawaombea huko kwenye ajira zenu muendelee kupanda juu zaidi. Lakini hebu wazeni namna ya kuweza kusaidia hawa wengine ambao hawana ajira kwa kutengeneza ajira. Sisi ambao hatujapata ajira, tuko nyumbani, aidha tumemaliza chuo, nimesoma kozi fulani, nimesoma fani fulani, badala ya kuwaza kwamba nimekosa ajira, niendelee kulalamika, kunungunika, kusikitika, hebu waza kwamba je, ninaweza kufanya kitu gani nikaanza alafu nikatengeneza ajira za watu wengine. Okay, na asante sana. Tunapoingia kwenye kubadilisha fikra sasa na mtazamo wa kuangalia namna tofauti ya kufanya mambo kupitia kazi, kupitia mawazo, natamani tujifunze hatua
leo hebu tuweke sasa fikra zetu kwenye kutengeneza kazi. Yaani mimi either una shughuli yako hiyo hiyo, itoe kuiwazia kutengeneza kitu kwa ajili yako, alafu ipanue katika wigo mpana wa kutengeneza kazi kubwa na manufaa ya watu wengine. Sasa kuna hatua ambazo kwa mtu anayetaka kutengeneza kazi za watu wengine, au useme kutengeneza ajira, kuongeza kipato kupitia kazi na shughuli mbalimbali za kijasiriamali tunazozifanya, tuna hatua kadhaa. Kwa yule mtu ambaye anasema mimi kwa kweli hata sijui naanzia wapi, ama nina wazo langu lakini sijui ili wazo mimi nitalifanyaje. Leo tutaangalia hatua. Okay. Naona slide yetu bado ipo kwenye fikra mpya ambazo nimekwisha kuzizungumza, na nahitaji tuende kwenye hatua. Sasa katika usimamizi wa miradi tuna hatua ambazo tunazipitia au tunazifuata tunapokwenda kutengeneza vitu ama shughuli kubwa zenye kuleta matokeo makubwa, zenye kutengeneza ajira nyingi, zenye kutupatia vipato vikubwa. Hatua ya kwanza kabisa ni kupata wazo. Mimi imani yangu katika wote tuliokaa hapa, kila mtu ana wazo. Kila mtu ana wazo. Hata yule aliyesema ameenda kusoma kozi fulani chuo, lazima lilikuja wazo kichwani, akafikia kuchagua kozi aliyoichagua. Lakini tukiachia na hicho, kuna uwezo ambao Mungu ameweka ndani. Talanta, kipaji, ujuzi vipo. Kwa hiyo lazima utambue wazo, upate wazo. Hivi ukijiuliza kwamba mimi sina kipato, ninawezaje kupata kipato? Cha kwanza uwe na wazo. Wazo lako lihusiane na tatizo. Unalihusianisha vipi na tatizo? Kwa mfano, nitamtolea kaka yangu wa maziwa. Yeye amesema anauza maziwa. Mimi sidhani kama aliamka tu asubuhi akaanza kuuza maziwa. Lazima lilikuja wazo. Na hilo wazo lilikuja likiwa limelenga tatizo fulani, kwamba kuna tatizo 1, 2, 3. Mimi wazo langu nitafanya kitu hiki kwa ajili ya kutatua tatizo hili. Unapohusanisha wazo na tatizo, unatengeneza pale, kuna kitu kinaitwa suluhu. Umeshaona tatizo lipo kwenye jamii, kanisani au mahali popote. Wewe unawaza solution, suluhisho la tatizo lile. Unapowaza lile suluhisho, tayari umetengeneza kitu tunaita biashara. Biashara naweza nikatumia lugha rahisi, nipe nikupe. Yaani mimi nakuhudumia na wewe unanilipa. Yaani ndo, kwa sababu kumbuka tatizo lipo. Kwa hiyo kama tatizo lipo, lazima watu watataka kutatuliwa tatizo lao, kwamba hili tatizo lipo. Yaani watakuwepo watu wanataka kupata suluhisho ya tatizo ambalo linawakabili. Na katika suluhisho tunapata vitu viwili, aidha huduma ama bidhaa. Sasa hii ni changamoto huwa nawapa hata kule watu ninaoishi nao. Hivi unapolala asubuhi unaamka unasema mimi nataka nianze kutengeneza sabuni. Kwa nini unaanzia kwenye sabuni? Hiyo sabuni unaotengeneza unataka umuuzie nani? Inaenda kutatua tatizo gani? Mbona sabuni zipo nyingi, za aina nyingi. Zipo za viwandani, zipo za wajasiriamali. Wewe ya kwako ina uspesho gani ambao unataka uende utengeneze? Kwa sasa ukija kupima ukarudi nyuma, kabla ya kuanza kutengeneza hiyo sabuni, lazima ujue hii sabuni yangu ninaitengeneza inaenda kutoa suluhisho gani? Tuko pamoja? Inaenda kutoa suluhisho gani? Umekaa umeona kwamba mfano wajasiriamali wengi wanalalamika mauzo ni machache. Hakuna mauzo, biashara zimekuwa ngumu. Lakini wewe unafanya utafiti, unagundua pengine kwamba hawa wajasiriamali wanasubiria wateja wawafuate pale pale walipo ofisini. Pengine sasa hivi tuko kwenye ulimwengu wa kidijitali, lakini wao hawatumii platform za kidijitali. Yaani biashara yake anasubiria tu mtu aje kununua pale pale alipo. Wewe unaona kabisa kwamba hawa wajasiriamali wako 10. Mimi ni mtaalamu wa IT.
ninaweza kumbe kuwasaidia biashara zao wakazitangaza kupitia platform za kimtandao. Naweza nikawatengenezea peji za Instagram, naweza nikawatengenezea magrupu, naweza nikawaelimisha jinsi ya kufanyaje kupata wateja kwa njia ya mtandao. Au sasa hivi umeona kabisa kwamba tuko kwenye kipindi cha kidijitali, kuna wajasiriamali wengi wanauza kupitia mtandao. Unauza huko Dar, unamuzia mtu yuko Mwanza. Sasa kumekuwa na uhitaji wa delivery muda mara mizigo inapotea. Wewe unasema mimi nataka nitoe suluhisho la kufikisha mizigo ya wateja kwa wakati. Lazima utapata kitu, utapata huduma na utapata wazo na lazima watakulipa. Kwa ndio hivyo tunavyopata mawazo ambayo yanaenda kutuongezea vipato. Sasa kama ni huduma, ina maana utasema mimi nataka nitoe huduma ya kusaidia wajasiriamali kupata wateja au kuongeza mauzo kupitia mitandao ya kijamii. Utapata wajasiriamali 100. Utawahudumia peke yako utaweza? Huwezi. Automatic tutaanza kusikia kampuni ya mtu fulani inafanya social media market. Jamani, tuko pamoja? Sasa hapo umeshawaza kwa ukubwa. Ukiwaza kwamba mimi nitakuwa social media marketer, utajikuta unajilimiti. Utabaki na wateja 2 tu kwa sababu muda hautoshi, na sisi jinsi tulivyoumbwa tunafanya kazi kwa weledi, inatuchukua nguvu, muda. Lakini ukiwaza kwa ukubwa, utapata mahitaji, utakuta mahitaji ni mengi sana ambayo yatakufanya wewe utengeneze biashara kubwa jinsi tunavyoelekea. Sasa tukisha kuwa na wazo, tukagundua tayari tuna huduma ama bidhaa, tunaenda hatua ya pili, ni kupanga. Kuna msemo mmoja unajulikana sana, wanasema kupanga ni kuchagua. Swali tu la kujiuliza, hivi huwa tunapanga au tunajikuta tu tushafanya? Huwa tunapanga au tunajikuta tushafanya? Kwenye kupanga tunaangalia nini? Tunaangalia malengo. Wazungu wanasema goals na objective. Hizo nazo zina mapana yake. Lakini ni muhimu uwe na lengo la wazi. Lengo lako kwenye hiyo biashara ni nini? Kama umesema unataka kutengeneza sabuni, ni general tu sabuni? Sabuni ziko nyingi, sabuni za maji, sabuni za vipande, sabuni za kuogea. Sabuni za kuogea nazo ziko nyingi, general, za usoni, za kufanyaje. Umeona? Kwa hiyo unapokuwa na lengo lazima ujue kwamba hii biashara yangu mimi nataka niifanye na nataka nifike katika ukubwa huu. Unashangaa biashara imekuwa kwenye stage ambayo inatakiwa ipanuke, ikue, iongezeke, iongeze wafanyakazi, iongeze malengo makubwa zaidi. Tuna relax kwa sababu tumeshapata pesa ya kuingia kila siku. Tunaishiaga hapo. Tunakosa kubuni njozi. Yaani ile njozi labda ilikuwa ni ya miaka 3. Tukifika miaka 3 huwa hatuongezi changamoto nyingine, kwamba sasa miaka 3 nimeshakipata kile nilichokipanga, naweka njozi nyingine ya miaka 10. Miaka 10 nifike hapa na hapa na hapa, mikakati yangu hii na hii na hii na hii, unaendelea. Kwa hiyo tunajikuta tunaishia pale. Ndio maana unakuta biashara nyingi miaka 5 iko vile vile. Unakuta mama kwa sababu alishapata genge, miaka yote yeye yuko pale gengeni tu, anakuambia hii genge limenishomeshea watoto, hili genge limejengea nyumba. Lakini kumbe pengine angekuwa na magenge 20, 30, ama angekuwa na supermarket kabisa, kama angeendelea kwenye ule mfumo wa kuongeza na kupanua kulingana na malengo tunavyoweka. Kitu kingine cha msingi ni kubainisha wateja wako. Hapa pia pasituchanganye. Kwenye upande wa wateja, huwa tuna kawaida moja ya kusema kwamba mimi nauzia kila mtu, lakini ukweli hautamuuzia kila mtu. Na ndio sababu ukishaingia kwenye biashara, ukaanza biashara yako, mtu fulani asiponunua kwako unamnunia kwamba mbona hajanunua, na kati tunasali pamoja, tunaimba kwaya, jirani yangu mbona niungishi. Kumbe hakuwa mteja wako. Ukimbainisha mteja wako, itakusaidia wewe kujua huyu mteja wako anapatikana wapi. Mfano, mimi nimesema nashona nguo, lakini sishoni kila nguo. Mimi nimechagua wateja wangu. Labda mimi nashonea shule. Ukiniletea nguo ya harusi, sio, yani focus yangu ya kutafuta wateja nitakuwa naangalia mashule tu. Shule. Light yule anayeshona nguo za harusi, focus yake itakuwa ni watu wa harusi. Tuko pamoja?
Yule anasema mimi ninatengeneza sabuni za kuogea. Kwa hiyo atajua kabisa huyu mteja wangu anataka hiki, hataki hiki. Kwa hiyo utakuta mipango yako inaenda sawa sawa na jinsi mteja anavyohitaji. Kitu kingine ni kutambua gharama, rasilimali unazohitaji kuanza. Wale ambao hatujaanza, kuna kuwaga na kauoga sana. Sasa mimi jamani, mtu wa Mungu, mimi nitaanzaje? Sina hela, sina mtaji, sina hiki. Naomba niwape ushuhuda mdogo. Kuna kijana mmoja alikuwa anasema mimi nataka nifanye biashara ya kuuza nafaka, unga, mchele na vitu vingine. Na akawa anaomba kupata support ndani ya kanisa na washiriki, nisaidie, nataka nifanye biashara. Watu wakaanza kumchangia. Mtu mmoja akamwambia, katika michango utakayoipata mimi nitaongezea 50%. Alimwambia 50% baada ya miezi mitatu. Naamini utakuwa umeshapata uzoefu. Na kweli baada ya miezi mitatu yule kijana naye ni kijana mwenzie, akajitoa kuguswa na mwenzie mwenye wazo lake, akampa shilingi 1,000,000 akiamini huyu ni mwanafunzi anasoma chuo. Hii 1,000,000 akijumlisha na zile alizonazo, hilo wazo lake la kuuza nafaka lazima atakuwa amepiga hatua fulani. Akamuuliza baada ya mwezi kupita, baada ya kuwa amempa ile hela, akamuuliza, biashara inaendaje? Unaendeleaje? Jibu alilompa akamwambia, unajua bwana, biashara niliona changamoto, niliona hela haitoshi, sijui niliona nini. Kwa hiyo ile hela yako ulionipa nimeenda kununua kiwanja. Yule mtu sasa alikuwa anatoa ushuhuda yani akiwa disappointed kwamba yani wewe umeniambia unataka kufanya biashara na umesema ni kuongeze mtaji, nimekupa 1,000,000 alafu unasema hela haijatosha, umeenda kununua kiwanja. Japo unaweza kuona kwamba amenunua kiwanja ni kitu ambacho hakiharibiki, lakini lengo lilikuwa nini? Rasilimali gani wewe unazozihitaji kuanza? Hapa tusianze kuwaza hela nyingi sana kwamba labda nikiwa na 5,000,000, milioni ngapi. Zile pesa hazitafanya kazi kama mipango haiko vizuri. Kumbuka una uzoefu. Kumbuka yule mteja umemuwaza, hujampa huduma. Una hakika gani ukiweka hiyo pesa ukatengeneza hicho kitu kitakubalika kama jinsi kilivyo? Kwa hiyo lazima tuanze pale tulipo. Kama unaweza kuuza lita 2 za maziwa, kama unaweza kuanza kununua maziwa ukaanza kuyapeleka sokoni ukutesti soko, ni bora kuliko kusema nasubiria nipate 10,000,000 nifungue zizi la ng'ombe, nianze kufuga ng'ombe sasa nikamue maziwa niuze. Tunaona tofauti? Ni afadhali ukanunua lita 5 ukaanza kuuzia watu. Jamani, wale wateja waliokuwa unasema mimi nataka niwauzie hao wapelekee hiyo bidhaa kwamba jamani, mnaonaje haya maziwa yangu ni mazuri? Wakisha kwambia unaongeza. Ulikuwa unachukua 5, unaanza kupeleka 10, unapeleka 20, 30. Baadaye sasa utakavyozidi kuona uzoefu, kupata mapato, biashara inakuwa, utaweza kuanza kufuga ng'ombe sasa. Nitaanza na 1, baadaye nitaleta wa 2, lakini sio unasema nataka niuze maziwa afu unasubiri uwe na zizi la ng'ombe. Hautaanza. Kwa hiyo angalia rasilimali unazohitaji kuanza. Sio kwamba ndo jambo la miaka 10 unataka ulianze leo ilikiwa hivyo hivyo. Kingine, naomba rudi nyuma kidogo. Okay. Kingine ni eneo la kuweka biashara. Zamani huenda ndio ilikuwa changamoto kwamba lazima mteja anataka wewe akukute unafanya biashara pale. Sasa hivi kuna watu wanafanya biashara kwenye simu, wako chumbani. Sijui mtu eti anapiga tu picha, ameweka nini pale, anapiga kapicha, anakatuma, mteja ananunua. Wangapi hapa mmeshawahi kununua vitu na hata hajui duka liko wapi? Wangapi tunanunua? Tuko wengi. Tunanunua. Kuna watu wananunua hadi China kupitia Alibaba. Huyo Mchina humjui, Kichina hukijui, lakini unanunua na unalipa na unapokea mzigo. Kwa hiyo hata sasa hivi hatuna udhuru kusema kwamba mimi sina eneo, unajua frame ni gari sana, sina hela ya kulipa frame. Yaani hata chumbani kwako unafanya biashara. Wewe unayesema unashona nguo, yaani hata kama unaishi nyumbani kwa wazazi, cherehani yako hata unao chumbani, una uwezo wa kushona nguo na ukauza. Mimi nimefanya biashara ya ushonaji nikiwa nyumbani. Wateja nawafuata huko, nakuja kuwapima, na wapima. Nguo inashonwa, hata ajui inashonewa wapi. Inamfikia,
na hela analipa. Na wakati mwingine anakupa hela hata ajui kama kweli unajua kushona. Lakini huduma inafanyaje? Inafanyika. Kwa hiyo eneo lisiseme kwamba mimi sina eneo, anza hapo hapo ulipo. Na mwisho, tengeneza mpango wa utekelezaji. Wewe unataka kufanya kitu. Mpango, unaanza lini, utaanza lini na utaendaje? Hapo pia tupaangalie. Sisi tunaoanza na wale ambao tunaendelea na biashara. Kuna wakati hatuna ile mipango ya kazi. Mwaka mzima, mwezi unaanza tarehe 1 unaisha tarehe 30. Hauna mpangilio wa kazi. Yaani wafanyakazi wanakuja ofisini lakini hawajui hivi nikienda Jumatatu naanza na nini. Na wewe mwenye biashara hata haujui, ukienda kumpima mfanyakazi wako unampima kwa kipimo gani? Yaani ili ujue kwamba huyu mfanyakazi ni mzembe, mlegevu, unampima pimaji. Kama hujaweka mpango wa utekelezaji, watakuja kazini na watakaa, jioni wataenda na kesho watarudi. Lakini ukiweka mpango wa utekelezaji, utakuonyesha natakiwa nifanye jambo fulani, tarehe fulani, atafanya nani, muda gani. Kwa hiyo hata ukija kuanza utekelezaji wako, ni rahisi kupima. Nilipanga hiki, kimefanikiwa, hakijafanikiwa. Kwa nini hakijafanikiwa? Nani anahusika? Hata ukifuatilia, unakuwa unafuatilia kitu ambacho kiko kwenye mpangilio. Twende hatua ya 3. Okay, sawa, sorry. Panga, tekeleza wazo lako. Hii ilitakiwa kuwa hatua ya 3. Tekeleza wazo lako. Sasa kwenye utekelezaji tunaanza kutoa ile huduma au bidhaa uliosema unataka kufanya biashara. Mwanzo nilitolea wazo kwamba unachagua. Je, nataka kutengeneza sabuni. Yaani sabuni utengenezi tu. Yaani huwezi tu ukaamka ukasema sasa nataka niende nikajifunze kutengeneza sabuni. Mimi nitakuuliza kwa nini? Kwa nini unataka kujifunza kutengeneza sabuni? Lazima unipe majibu. Lakini kama huku nyuma mchakato ulianza sasa na ukaazimia kweli mimi nataka nitengeneze sabuni, hapa ndipo nitakuona either unaenda kwa mtu anayefundisha sabuni ama unaenda kutafuta sabuni zinapatikana wapi. Kwa hiyo utaanza kutengeneza bidhaa ama utaanza kutoa ile huduma. Na usisubiri mtaji mkubwa, unatakiwa utumie ulichonacho na uanzie hapo ulipo. Na utumie platform mbalimbali kujitangaza. Kwa wale ambao hatuna kabisa. Ila kwa wale ambao tayari wako kwenye biashara, nadhani kuna uzoefu wanao. Wanajua kabisa kwenye kutekeleza shughuli tunaendaje. Twende hatua inayofuata. Hatua inayofuata ni kusimamia biashara. Hapa ndipo kuna kaugonjwa kakubwa kwenye kusimamia. Kwa wale tunaoanza na kwa wale ambao tuko kwenye biashara. Kwenye kusimamia biashara, ukweli usiopingika, biashara ya kwako unatakiwa uisimamie kwa karibu. Kumbuka malengo uliyoyaweka kule nyuma, umeandika misheni yako, umeandika njozi, umeandika mikakati. Wewe unaijua, umeanza. Hata kama utaweka mtu mwingine, utakuwa na wafanyakazi kiasi gani? Lazima usimamie kwa karibu. Na usimamizi tunaufanya kwa kufuatilia. Kumbuka tumesema tunatengeneza mpango wa utekelezaji. Lazima ufuatilie. Mauzo kiasi gani yamefanyika, matumizi kiasi gani, unarekodi mapato na matumizi. Yaani sio unafanya biashara leo umepewa shilingi 100,000, umesema mtaji wangu 100,000, umetengeneza biashara, umeuza hiyo pesa umeenda kununua pochi, umeenda kununua heleni, umefanyia mahitaji haya. Lazima ujue kwamba sasa hii ni biashara yangu, natakiwa kuisimamia mapato ninayopata, matumizi ninayoyapata na udhibiti matumizi. Tunadhibiti matumizi ili tupate faida. Sio tu kwamba kwa sababu ni biashara sasa hata kama matumizi ni makubwa unatumia. Ama mfanyakazi anakuambia tunahitaji hiki, tunahitaji hiki, tunahitaji hiki. Sawa. Mwisho wa siku hamna kitu. Lazima uhakiki. Uthibitishe kwamba hivi kweli hii bidhaa inauzwa 10,000 na inanipa faida shilingi ngapi. Lazima ufuatilie. Na kingine tunafuatilia maendeleo, ukuaji na faida. Jamani, tunahitaji kuongeza vipato. Lazima biashara yako uangalie ina faida, ufuatilie inakuwa. Umeanza biashara una mwaka mmoja, una miaka 2, 5, hebu pima. Hii biashara inakuwa ama iko pale pale?
Hata mtoto ukimzaa miezi 6, mwaka mmoja, kuna vitu lazima uvione, na usipoviona unasema hapana, huyu mtoto ana changamoto. Unaweza hata ukaenda hospitali, mtoto ana changamoto. Kwa nini? Ana miezi 8 lakini hata hajaanza kutambaa. Hata biashara hivyo hivyo, lazima kuna muda ukifika uangalie kama biashara inakuwa na kama inaleta faida. Kingine kwenye kusimamia, ongeza mbinu. Tayari wewe umeshaanza, umeshaona biashara inaendaje, ongeza mbinu, ongeza mikakati. Nafanya mikakati gani? Ninapata faida ya 100,000. Nifanye nini nipate faida ya 200,000 ndani ya miezi 6 ijayo? Nifanye nini niongeze biashara yangu ikue? Nina kiwanda, nina duka moja, nataka niwe na maduka 2. Lazima ufuatilie maendeleo, uongeze mbinu na uweke mifumo muhimu. Wale wenye biashara kubwa ama biashara za muda, mtakubaliana na mimi, bila mifumo umepigwa. Bila mifumo umefanyaje? Umepigwa. Yaani wewe una duka unasema umeweka tu wafanyakazi, hauna mifumo. Mtu anayeuza haujui kwamba pesa ikiingia inapita wapi, inaenda wapi. Yaani haijulikani mpokea mauzo nani, mhasibu nani, keshia nani, yaani havijulikani. Lazima uweke mifumo. Kama bado uko wewe mwenyewe na umeanza kuona biashara inaenda vizuri, lazima uweke mifumo kwamba mifumo ya mauzo itakuwa hivi. Nani atahusika na kuwasiliana na wateja? Nani atahusika kufanya manunuzi? Nani atahusika kupokea cash? Nani atahusika kuchukua mzigo? Mifumo ni muhimu sana. Mifumo ya mauzo, manunuzi, mifumo ya fedha. Yaani sio ile unasikia kuna rafiki yangu mmoja ana kampuni ya media. Ana siku moja ananiambia, yaani mimi kwa kweli hata sijui hela zinaenda wapi. Yaani naweza nikapata asubuhi milioni 2, imefika jioni sizioni. Unamuuliza unazitumiaje? Yaani natumia mimi mwenyewe, unadhani nimempa mtu? Yaani hapo inakwambia kwamba mimi sina mifumo. Mimi ndo bosi, mimi ndo mhasibu, mimi ndo mfanya manunuzi, kila kitu. Kwa hiyo kuna muda biashara ikikua lazima uweke mifumo ya ufuatiliaji na usimamizi. Nani anafuatilia nini na nani anasimamia nini? Twende hatua inayofuata. Hatua inayofuata, tathmini. Sasa umeshafanya, umesimamia biashara, unaiona inavyoenda. Fanya tathmini. Haijalishi uko hatua gani. Uko hatua ya kwanza, wewe ni mkongwe kwenye biashara, lazima ufanye tathmini. Tathmini, unaanza kusikiliza wateja, unapokea mrejesho, hiyo huduma unayoitoa wateja wako wanaridhika? Kama wanaridhika, kitu gani wamekipenda zaidi kwako na wanakikosa kwa mtu mwingine, ili ukishikilie uongeze nguvu. Kama kuna changamoto, mtu anakuambia bwana, mimi haya maziwa siyapendi, nimechukua maziwa yameganda, nimechukua sijui nini kimefanyaje. Fuatilia, kwa nini maziwa yameganda? Je, kuna shida gani imetokea tangu ulipoyachukua, ulipoyapeleka vyombo? Inakupa wewe kupima kuona hiyo biashara yako inaendeleaje. Kingine, tunaangalia maendeleo. Kwenye tathmini tunaangalia maendeleo kwamba tangu umeanza hiyo biashara ulisema miezi 6 utakuwa umefika mahali fulani. Je, umefika hapo ulipofika? Ulisema unataka unapata milioni 10 kila mwezi. Wakati wa tathmini unaangalia, je, nimepata milioni 10 kila mwezi? Kama sijafikisha, kwa nini sijafikisha milioni 10? Ni wapi hapa kwenda vizuri, ama ni nini akifanya vizuri? Unajifanyia tathmini na unapima hayo malengo kama yametimia. Kingine, unaboresha huduma, unaboresha bidhaa, unaboresha mifumo ya utendaji. Kwa sababu lile wazo ukishalianza litaanza kukua. Utaanza kufanya peke yako, baadaye utahitaji watu, baadaye utapanuka kabisa na utahitaji kuwa na mifumo ya utendaji. Mifumo ya utendaji hapa tunazungumza kwenye masuala ya kibiashara. Zipo kanuni, taratibu, miongozo, namna ya kusimamia biashara, namna ya kuendesha biashara na vitu vya msingi ambavyo vitaifanya biashara yako itoke tu kuwa wazo ama itoke kuwa kitu unachokifanya peke yako, iwe sasa biashara ambayo inaweza kujiendesha yenyewe hata kama wewe haupo. Biashara inaendelea, huduma zinafanyika, mapato yanaonekana, na hata kama wewe unakuwa una usimamizi, haui ule
mzito unaokufanya unashindwa kupumua. Kwa hiyo utakuwa unafuatilia lakini bila headache, na wewe utapata kupumua. Na kitu cha mwisho, panua biashara. Umeshaona biashara, wazo umelianza, biashara imeenda vizuri, unashindwa nini kupanua biashara? Kwa nini una limiti kuhudumia wateja 5 ili hali opportunity iliyoko ni kubwa, ambayo wewe inaweza kukupa hudumia wateja 20, 100? Usijilimiti, panua biashara. Angalia na fursa gani naweza nikaitumia zaidi. Ongeza watu, ongeza mifumo, ongeza nini, panua biashara ili uzidi kuongeza kipato. Na slide inayofuata, mambo ya kuepuka. Sasa ni mambo gani tunatakiwa tuyaepuke tunapoanza kutekeleza mawazo yetu au tunapofanya biashara zetu? Moja, usisubiri mtaji mkubwa. Hili nimelizungumza mwanzo. Kama unaweza kuanza kwa shilingi 10,000, 20, 100,000, 200,000, usingoje ujenge zizi ndo uanze kufanya biashara. Jambo la pili, epuka kulalamika. Tupunguze kulalamika zaidi, tuchukue hatua. Hasa sisi vijana, napenda kutolea mfano vijana kwa sababu tupunguze malalamiko. Malalamiko kwa serikali, malalamiko kwa wazazi, malalamiko kwa kanisa, malalamiko kwa wazee, washiriki. Tuchukue hatua ndogo ndogo kuelekea tunakotamani kufika. Tatu, epuka kukosa nidhamu ya fedha. Fedha ya biashara ni ya biashara. Kama umesema hii pesa nafanyia biashara, usichukue pesa ya biashara unaenda kufanyia matumizi binafsi. Kama mtaji wako 100,000, angalia umepata faida shingapi, tumia faida, usitumie mtaji. Kwa hiyo lazima tuwe na nidhamu ya fedha, tuepuke kukata tamaa mapema. Kuna watu wakifanya biashara akapata hasara, hata mwaka hujaisha, anasema hii biashara kwa kweli mimi siwezi. Kwa kweli mimi siwezi, hii biashara inanitia tu hasara. Biashara ni kama mtoto, anakuwa kwa muda. Anakuwa taratibu, anakuwa. Kwa hiyo usikate tamaa, bali angalia, fanya tathmini wapi umekosea, fanya research wapi unarekebisha, unaboresha, alafu unaendelea mbele. Jambo jingine, kuiga biashara bila utafiti. Aka nako kamekuwa kaugonjwa. Umemwona tu mwenzako anaanza biashara fulani, na wewe kesho kuta unasema na mimi nataka nifanye biashara fulani, kwa sababu umemwona mtu fulani anafanya. Wewe huna utafiti, hujui yeye mteja wake ni nani, hujui yeye analenga kufanya nini, analenga kufika wapi. Kwa hiyo kama na wewe umeipenda ile biashara, unaona rafiki yako anafanya, fanya utafiti kwanza, ujue hii biashara iko vipi, wateja wakoje, faida yake ikoje, then unaweza kuinvest kwenye hiyo biashara unaotaka kufanya. Mwisho, epuka kutosimamia biashara. Jamani, naomba nirudie. Epuka kutosimamia biashara. Na huu ni ugonjwa wa watu wengi, hasa wafanyakazi walioajiriwa. Wengi anakuambia mimi nakopa mshahara, nafuweka biashara, na anaweka pesa nyingi kweli. Alafu hasimamii. Anapiga simu, dada, leo umeuza shingapi? Nitumie Tigo Pesa. Lakini kwenye ofisi hajaenda. Hajui changamoto gani, hajui biashara inaenda vipi. Tuepuke kutosimamia biashara. Umeweka dhamira ya kufanya kitu, hakikisha unasimamia. Mbele. Sasa naomba nitoe zoezi. Na hili zoezi nitakagua baada ya kaka yangu Jovin kuwa tumemaliza session, nitakagua. Naomba kila mtu aandike wazo lake la biashara, wateja wake, gharama za kuanza, na ataanza lini. Kwa wale ambao hawajaanza kabisa ila wanatamani kuanza, naomba tufanye hili zoezi. Kwa wale ambao tayari wana biashara zao, wao wataandika biashara wanazofanya, wateja wao, na vingine ambavyo wanavyoona ni vya msingi. Kama ameanza ina muda gani, tutakapoenda kwenye discussion tutaenda kuviangalia hivi vitu. Tuko pamoja? Naomba kila mtu afanye. Hapo ndipo mwanzo wako. Hapa ndipo tunaanza. Tumesema tunaanza wakati wote, tunaanza sasa hapo. Kila mtu afanye hilo zoezi, litakusaidia kujifanyia tathmini, hata kujua kwamba hivi kweli niko tayari kujiajiri, kutengeneza ajira, nijiajiri mimi, niajiri na wengine, au bado nisubiri kwanza. Kwa hiyo tufanye hilo zoezi. Nadhani wamemaliza kuandika.
Mwisho kabisa, hatuanzi tukiwa tayari. Usisubirie uwe tayari ndo uanze, haitatokea. Yaani hakuna siku utasema sasa hapa niko tayari, kwa sababu nimesema biashara ni kama mtoto, anakuwa kila siku. Kwa hiyo hatuanzi tukiwa tayari, tunaanza pale pale tulipo. Wazo lako hilo dogo unaloliona hilo linaweza kukupa kipato kikubwa na kubadilisha maisha kuliko hata hivyo unavyoweza kuwaza kwamba labda sina ajira, ningeajiriwa. Wazo dogo linageuka kuwa kipato kikubwa. Sasa basi, naomba nikaribishe maswali, changamoto, nyongeza kabla kakaangu Bwire hajasimama. Karibuni sana. Karibu. Asante. Kwanza nikushukuru sana kwa somo unalofundisha. Asante sana. Hakika kweli kama haya masomo wengine tungeyapata tukiwa vijana, tusingekuwa hapa tulipo. Asante sana kwa somo unalolifundisha. Nashukuru. Kwa kweli kama wengine tungeyapata tukiwa vijana, tusingekuwa hapa tulipo. Ninaomba nisisitizie jambo moja. Tatizo kubwa tunapotaka kuanzisha biashara, watu wengi wanafikiria fedha, kutengeneza pesa. Pesa huja baadaye sana. Lakini kama mwalimu alivyokwisha kufundisha, anza kuangalia tatizo lililopo katika jamii. Tatua tatizo. Kwa mfano, mimi niliamua kuingia kwenye biashara ya maziwa kwa sababu nilikuwa ni mtumiaji mkubwa sana wa maziwa. Lakini wakati ule ilipofika kipindi cha COVID, nikaona mbona ninatumia shilingi 2,000 kununua paketi ya nusu lita ya maziwa, na wakati ninajua kuna maeneo wafugaji wanafuga na wanauza maziwa lita moja shilingi 800. Kwa hiyo nikagundua ya kwamba mtaani watu hawanywi maziwa kwa sababu ya bei. Kwa hiyo moja kwa moja nikajua kwamba shida ni bei na ubora, ndio ambacho watu wanakosa mtaani. Lakini sikufikiria mimi kwamba nikauze moja kwa moja. Nilifikiria pia kuna tatizo la ajira. Kwa hiyo kama utaweza kufungua biashara, ina maana watu watakuja kununua kwako na wao wataenda kuuza. Lakini niseme kwamba nafanya biashara, lakini wateja wamekuwa wengi, supply imekuwa ndogo. Tunarudi pale pale mwalimu aliposema kwamba sasa naona njozi yangu baadaye ni kwenda kufuga. Kwa hiyo nataka nisisitize jambo moja, kwamba tujaribu kuangalia changamoto na tujaribu kuangalia namna ya kutatua tatizo lililopo. Kwa mfano, namchukulia mimi mara nyingi namchukulia Baresa. Baresa anauza ice cream. Hivi hapa watu jamani, hamna mtu ambaye anaweza akatengeneza ice cream zake akazifunga kwenye karatasi la nyloni na akatafuta vijana akawa smart kabisa na wao wakawa wanatembeza akablandi kabisa na lebo zake? Kuna ambaye anashindwa kufanya hivyo, kutengeneza kijuisi na akakiweka kwenye freezer? Watashindwa. Kwa nini watashindwa mwalimu? Hawajaanza na uzoefu. Ndio. Exactly. Na ndicho Bwana Yesu asifiwe.
Wanaweza wakashindwa kwa sababu tayari kwenye soko wana Balesa, na wewe biashara yako itakapokuja ni lazima itakuwa na low quality. Sasa ni nini cha kufanya ili ifikie standard ya Balesa? Ni uanze kutengeneza barafu, wape vijana wapeleke shule, wakuchallenge huko, leo sukari kidogo, leo sijui nini, alafu ukue utoke kwenye barafu uje kwenye ice cream, utoke kwenye ice cream utengeneze package ya kisasa, alafu sasa utakuwa unalingana na Balesa. Ni rahisi kumchallenge Balesa. Bwana asifiwe sana. Amina. Huwezi ukaanza na uzoefu mkubwa kwa kumwangalia fulani yuko hivi. Unaanza na uzoefu hata wana wa Israeli walianzia jangwani. Asante. Labda niulize jambo moja. Ni wangapi ambao wameshakunywa barafu na ni zile barafu za maziwa? Za maziwa. Barafu ya maziwa. Balesa unamaanisha? Hata Balesa. Barafu za maziwa zinaitwaje? Ni barafu za maziwa. Naam? Zamani zile tulikuwa tunakunywa shule. Yes, sasa hivi hazipo. Sasa hivi hazipo. Sasa chukua lita moja ya maziwa, nunua kwa bei ya shilingi 1500, ifunge kwenye kimfuko kidogo kidogo. Kile kimfuko kidogo kidogo kauze shilingi 500. Cha milzi kama 150. Sasa lita moja itatoa mifuko mingapi? Ni zaidi ya mifuko 6. Na wewe umechemsha na umeweka nini kwenye vile vimfuko unauza. Kwa hiyo nadhani jambo kubwa ni kwamba tutatue tatizo, tuangalie tatizo na namna ya kulitatua tatizo, ndio unapata pesa. Asante. Nashukuru sana. Kuna swali jingine? Kuna mtu ana swali? Asante, nikushukuru sana mkufunzi kwa masomo mazuri. Mimi nilikuwa na swali moja. Kuna kanuni moja ya biashara inaitwa Business Entity Principle. Sasa kanuni hii inatufundisha kwamba biashara na mmiliki ni watu wawili tofauti. Sasa kwa wale ambao ndo tunaanza biashara ndogo, nilikuwa natamani utufundishe na ugusie ni jinsi gani tunaweza tukatofautisha mapato yetu binafsi ambayo tunapata sehemu nyingine ili tusiweze kuyachanganya na yale mapato ya biashara. Maana naona hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo inasumbua watu wengi. Asante. Nashukuru kwa swali. Umeelezea vizuri kabisa kwamba mapato ya biashara na mapato binafsi ni vitu viwili tofauti. Yaani hiyo ni kweli na haipingiki. Kakaangu naye atakaposimama atalielezea. Sasa cha kwanza tumesema nyuma tunaangalia rasilimali tunazozitumia kufanya biashara na mtaji. Ule mtaji, ile pesa ya biashara inatakiwa iwe na mifumo yake. Mfano, pesa ukiuza unapeleka wapi? Benki ama unaweka mfukoni? Kwa hiyo lazima uweke mfumo kwamba mimi mauzo yangu yote siku hizi, basi tuachane na benki sasa. Sisi tumesema tunaoanza katika udogo tulionao. Siku hizi kuna mitandao ya simu ndani, hata kama hutaki kuweka kwenye simu ndani, lazima utakuwa na kumbukumbu ya mauzo kwamba nimeuza kitu fulani kiasi fulani. Ina maana utaandika ile pesa na utaihifadhi pembeni. Hata kama umeitia mfukoni, ukiwa na nidhamu tu kwamba hii ni hela ya biashara, hautaitumia. Ila kama hauna nidhamu, utaona tu ni ya kwako. Lakini katika uhalisia ile ni pesa kwa ajili ya biashara, umefanya mauzo, unatakiwa iweke pembeni. Ukifika mwisho wa muda, mzigo umeisha, upige hesabu, nimeuza shingapi, nimepata faida shingapi. Kwa hiyo ile faida yako ndio unaweza ukaigawa kwamba faida nyingine irudi kwenye biashara, faida nyingine nitatumia, faida nyingine nitaweka akiba. Kwa hiyo kitu cha pekee ambacho kinaweza kikalinda au kutenganisha pesa binafsi na biashara ni nidhamu. Kwa sababu hata kama iko benki, maadamu ni wewe una control ya benki, utatumia tu.
utanunua hiki, utafanyia kile, lakini ukiwa na nidhamu na pesa ya biashara utailinda kwa gharama yoyote ile. Hata kama kuna tatizo limetoka kusema hii ni pesa ya biashara, sio ya kwangu, utaitunza, utaifanyia biashara na ndio maana biashara zitakuwa. Lakini kama ukiwa na desturi ya kutumia pesa ya biashara kwa matumizi binafsi, biashara itadumaa kwa sababu haitakuwa inaendelea. Unajikuta unakula mpaka na mtaji, halafu unasubiria tena kwa muda, biashara inayumba, unajikusanya tena, ndo unaendelea. Lakini ukiwa na ile tamaduni, nidhamu ya kutunza, hivyo hivyo utajikuta faida unayoipata inaongezeka kwenye mtaji. Mimi nimefanya kwa mfano kabisa, yaani pesa ya biashara ni ya biashara. Sasa kwa mfano mimi ni mwanamke, nina mme nyumbani, anakuwa anajiuliza, huyu mtu anafanya biashara kila siku, kwani wewe hela zako unapeleka wapi? Kwa hiyo yeye anaashumu nikiuza ile hela ni ya kwangu, lakini mimi kichwa changu kinaniambia hii hela sio yangu, sio yangu. Kwa hiyo kama nimeuza, malengo yangu ni haya, natakiwa kuongeza uzalishaji, inaenda kwenye uzalishaji. Mimi ukiniuliza nakwambia sina hela, hata kama unaona nimeishika milioni moja ninayo hii hapa, sio yangu, ni ya biashara. Kwa hiyo nidhamu ya fedha. Karibu kaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitaka nishare kidogo kwenye swali la brother na namna ambavyo umeelezea. Nishukuru kwa session. Nataka nishare hivi. Mtaji ni wa kwako, biashara ni ya kwako. Unapokuwa pale, wewe ni mfanyakazi wa ile ofisi. Hiyo jambo la kwanza ambalo nitakiwa uliweke kichwani. Kwa mfano, mimi nimeanza biashara ya transaction miaka 3 imepita. Inaanza na mtaji wa milioni 3. Eneo linalofanyia, kuna watu wanaendesha biashara kwa biashara zao zina mitaji mikubwa. Kwa mwisho wa siku niko pale na sina kazi, sina ndio ninaanza sasa. Lakini pesa hiyo na mimi na mahitaji yangu. Na ndio pesa naitaka niendeshe vitu vyangu na nini? Lakini nilichojiambia cha kwanza, kwa nini niko kwenye hiyo ofisi? Kwanza mimi ni mfanyakazi. Regardless kwamba vile vielelezo vyote vinanisoma mimi, lakini mimi ni mfanyakazi. Kwa ambacho nikajiambia mapato ya mwisho wa mwezi ndio nitapata mshahara wangu hapo. Lakini hiyo mshahara nitakaopata, kwanza ufanye biashara yangu ikue. Lakini mshahara pia naupata sehemu nipate pesa kwa ajili ya kuendesha mambo yangu. Lakini pia faida ninayoipata nipate sehemu ya kuweka pesa ya akiba. Lakini wakati huo biashara yangu inafanya nini? Lakini kujiambia kwenye akili, biashara ikifeli ni aibu kwako. Hilo lazima pia ujue. Unajua kufeli kitu ni aibu pia. Ni aibu kwako. Na hasa si vijana. Na moja changamoto niliyokutana nayo ni kwamba nikaambiwa bwana, eneo hili wenzako hawakumaliza hata mwaka. Lakini nilichojiambia na nikasema nikifeli nimeamua mwenyewe. Lakini hata tokea mtu akaja akanifelisha. Na nakumbuka changamoto moja ambayo nilikutana nayo kwa ambao wanafanya biashara za transaction wanafahamu hii. Watu wanakuzoea, unajua ile watu wanakuzoea. Unaweza kuona mteja anakuja kila siku. Lakini kuna wakati mteja anakuambia bwana, nifanyie muamala wa kiasi fulani, nifanyie muamala wa kiasi fulani. Kwa yale ukiyaweka mazoea hauwezi kutoboa. Kwa ninachojifunza ni kwamba faida ninayoipata ndio sehemu ya hela ambayo mimi nitamiliki. Lakini biashara yangu itabaki kama na naheshimu hivyo. Hata sasa sipo, anaendelea mtu mwingine, lakini focus imebaki hapo. Kwa nafikiri hiko ndo wa consider. Asante sana. Kaka amekandamizia kwamba jilipe nini? Mshahara. Kwa hiyo ule mshahara ndo halali yako kutumia kwa mambo yako. Ila biashara ni biashara na wewe ni wewe. Karibu kaka. Mimi pia nichukue nafasi hii kushukuru kwa namna ambavyo unaendelea kufanyaje kusaidia vijana ili tuweze kukua katika
hali ya nini ya uwekezaji. Asante. Mimi nilikuwa na swali moja. Ashumu mimi ni kijana, kuna watu wamejitambulisha hapa ni wafanyakazi, amepata wazo, anataka kuanza biashara, na hapa tumefundishwa kwamba ninapoanzisha biashara mimi lazima nitambue hiyo biashara kama mfanyakazi, na mimi nimeajiriwa. Imekuwa changamoto kwa vijana au watu ambao wameajiriwa kuanzisha biashara. Kupitia hii elimu, mimi naomba unifundishe au tufundishe nitawezeje sasa kujigawa ili niweze kusimamia biashara yangu na huku kazi yangu ambayo nimeajiriwa kwayo naendelea kuifanya. Maana changamoto imekuwa katika usimamizi kwamba tunashindwa kupata nini? Network. Wanasema kwamba kuanzisha biashara lazima uwe na vitu vitatu: capital, opportunity na right people. Haya, nimepata opportunity, nimepata capital kutoka kwenye mshahara ninakolipwa. Lakini challenge inakuja kwenye teamwork. Usimamizi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hauwezi kutumikia mabwana wangapi? Wawili. Ni mmoja utampenda na mwingine utafanya nini? Utamwacha. Kwa hiyo ni sharti uchague kutumikia bwana huyu mmoja. Na wengi lazima tuelewe hivi, haukuumbwa wewe msabato. Tena nasisitiza hapo, msabato haujaumbwa wewe kuwa mwajiriwa. Umeumbwa msabato kuwa mwajiri. Kuendelea kukaa kwenye ajira ni ulafi wako. Miaka 5 inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Miaka mingapi? 5. Tayari imesha kupatia mtaji wa kutosha. Nenda ujiajiri, uajiri wengine. Na wengine mnapata misukosuko kwenye kazi, mnang'ang'ania. Si mpango wa Mungu muendelee kukaa huko. Sema amina. Si imetosha? Sasa tayari umeshajua kwamba hapo sasa inabidi ufanye nini. Umeshapata mtaji, aga kazini. Shida kinachokudanganya ni kabima ka afya. Unaona kukaacha ni shida, na washikaji uliowazoea hata huku utawapata washikaji. Mwalimu, hapo kuna changamoto. Naomba nitoe challenge yangu. Amina. Sasa tukisema kuajiriwa ni utumwa, sisi tunaotengeneza ajira tutamwajiri nani? Na wao wapate mtaji waende wakaajiri watu wengine. Mwalimu, asante. Kabla sijaruhusu mikono, naomba nitoe neno, niongezee kwa alichokisema mwalimu. Amesema huwezi kutumikia mabwana wawili. Kama umeajiriwa na umejiajiri na umeajiri watu wengine, kuna kitu tunakiita control system, mifumo ya kucontrol. Kwenye miradi tuna kitu tunaita monitoring, ufuatiliaji. Kwa mfano, miradi ya serikali, taasisi kubwa, nadhani huwa mnaona madaraja yanajengwa, mabarabara. Sasa ukiingia ndani kule tuna kitu tunaita monitor. Lazima kama project manager umonite, uangalie kwamba mmepanga. Mtu anakuambia tumeuza kiasi fulani, umethibitishaje kiasi fulani kimeuzwa? Una mifumo gani ofisini kwako ya kusimamia? Maana yangu nataka ni encourage vijana, kwa sababu kuna mtu ambaye tayari hana resources nyingine na ameshaingia kwenye mfumo wa ajira, anataka atoke. Anatokaje? Lazima ajipange, na kujipanga ina maana anaanza kidogo, anajipa muda, labda miaka 5, miaka mingapi, labda nitaacha ajira, nitaenda kwenye biashara. Lakini wakati ule kabla hajaacha hiyo ajira, panaendaje? Kwenye biashara kuna mifumo. Niliongea pale kwa kifupi sana. Kuna mifumo ya usimamizi wa biashara, idara zote. Labda nitolee hivi, unaona huu mwili jinsi Mungu alivyotuumba, kuna mifumo kama 10 ama 11 inayoendesha mwili. Kuna mfumo wa upumuaji, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, mfumo wa uzazi, mfumo wa damu, mfumo wa hewa. Na biashara ni hivyo hivyo. Ukisema mauzo ni mfumo, fedha ni mfumo,
Usimamizi ni mfumo. Kwa hiyo hata biashara inahitaji mifumo. Wafanyakazi unaowaweka wanatakiwa waje kuendesha mfumo. Mfumo unaendesha biashara, wafanyakazi wanaendesha mfumo. Kama hauna mifumo, unaleta watu kwenye biashara, ndio hilo utasikia mara wameiba, sijui nini, wanaiba na haujui wameiba nini. Nikikwambia wameiba, ni kweli wameiba kile, lakini mifumo itakuonyesha. Na ndio maana hata mwanadamu akipata shida sehemu yoyote ataumwa. Utasikia sema kichwa kinaniuma, tayari kuna sehemu vitu haviendi vilivyopangwa kwenda. Kwa hiyo itupe chetu sisi kwamba biashara umeianza, unavyoenda kwenye kupanga, kaka pale nilisema panga mapema, mikakati gani umeiweka. Wewe unajua kabisa umeajiriwa, umechagua wazo unalotaka kulifanya, utafanyaje? Kwa hiyo hicho ni wewe ndio ikikupe chachu kwamba mimi nipo kazini, nataka nifungue duka na niko kazini, sina mtu. Panga nitafanyaje ili niweze kufanya hiki, nitimize lengo langu ndani ya miaka hii miwili. Utakavyopanga wewe, atakapopanga huyu na yule havitafanana, kwa sababu mahitaji tofauti, eneo tofauti, changamoto tofauti. Kwa hiyo lazima upange. Mimi wakati napanga nilikuwa na mtoto mdogo ana miaka miwili, tena sio mdogo, mmoja ana miaka miwili, mmoja anatakiwa aanze darasa la kwanza. Nimekolea kwenye ujasiriamali, sina ajira tangu nimemaliza chuo, sikuwahi kuajiriwa. Nafanyaje? Biashara inanihitaji. Siwezi kupokea kazi ya mteja nikamwachia fundi ofisini. Ukimwacha fundi ofisini, anapima kazi, anafanya kazi, pesa anaweka mfukoni. Ukifika namwambia hamna kazi zilizofanyika. Utaleta kazi ofisini utakuta hazijafanyika. Unafanyaje? Una watoto. Kama mimi niliweka mkakati. Mtoto wa kwanza, wewe unayeanza darasa la kwanza, nilimpeleka boarding, sio kwa sababu nimependa, kwa sababu imenilazimu. Mtoto mdogo na kupeleka ukakae na mama yangu. Sasa nimetolea mimi, yani usinijaji kwamba yani unampelekaje. Nimesema unapima we mwenyewe, unaangalia faida na hasara. Nikimwacha, nikimpeleka, wapi kuna uzito, wapi hakuna uzito. Kwa hiyo unapima. Kwa hiyo binafsi nilipima, nikasema miaka miwili kuliko nimwache dada nyumbani, akikaa na mama mzazi atalelewa vizuri, atakuwa vizuri, baadaye nitamrudisha. Na kweli nilifanya vile. Baada ya miaka miwili mtoto amekuwa, yuko vizuri, anaenda shule, akarudi na biashara imesogea. Kwa hiyo kila kitu panga, weka mkakati, weka lengo, weka njozi. Alafu weka mkakati wa utekelezaji. Simamia, fuatilia, fanya tathmini. Nadhani nimejibu swali lako. Mwalimu, namalizia session ya kwanza ili nimkaribishe mwalimu, tutaendelea tena kudiscuss. Karibu. Anasema kwamba huwezi kutumikia mabwana wawili, aidha uopti kutoka kazini uje kwenye biashara. Tunaamini katika hichi ambazo zinaendelea kama mojawapo kama Tanzania, unapokuja kwenye biashara, upande wa kodi kuna usumbufu mkubwa sana. Ashumu nimeshaacha kazi ambako ilinigeneretea nini? Kipato cha kuanzisha nini? Kuanzisha biashara. Na tunajua kwenye biashara kuna ups and down. Ikapita crash. Nitalistart vipi wakati nimeshaacha bwana wa kwanza ambaye nilikuwa nimeanza naye? Nimeamua kwenda kuolewa kwenye biashara. Na biashara nayo inataka kunidivorce. Nitamove vipi hapo? Kwa hiyo ni vyema sasa tukasema kwamba kuna akili tatu. Akili ya utafutaji, kumanage na kuweza kumultiply. Kwamba lazima niwe na akili ya kutafuta. Naweza nikawa kwenye kazi hapa nilipoajiriwa, nafanya kutafuta nini? Mtaji wa kuanzisha biashara. Nikiwa hapo kwenye kazi, natakiwa nifanyeje? Niwe na akili ya kutunza. Akili ya kutunza, kile ninacholipwa nikitunze. Kuna wengine tukipata mshahara naenda kununua machi matatu. Kwa lengo gani? Nikipiga picha nikiposti, ni mimi ni black, ninatoka ni mweupe, watu akiniview kwa wanaona, lakini siku wanakuja kukutana na mimi wanashangaa, wananionaga tofauti. Nimeridhisha moyo wangu, matamanio yangu, nimepata iPhone hiyo nimetumia, mshahara umepita sawa. Tunashauri tuwe na nini? Na akili ya kufanya ya kutunza.
Akili ya kuongeza ndio hiyo ambayo tunasema kumultiply. Sasa hapo ndipo inaponisukuma mimi kwenda kwenye nini? Kwenda kwenye biashara. Wakati nimeajiriwa, nimeshapata kwenye kazi, nimetunza, nataka niongeze. Changamoto inakuja hapo. Dada, umenijibu vizuri sana, kuweka mikakati namna gani nitaweza kufanyeje kuimplement lile wazo langu. Nashukuru, lakini ushauri wa kaka, vijana msiuchukue kwa haraka kwamba uweze kutumikia mabwana wawili, utaferi, utajinyonga. Mwalimu, naomba nitakuruhusu mwishoni. Naomba niwaruhusu wazungumze, wewe noti tu alafu utakuja. Naomba kaka hajazungumza kabisa. Sasa kaka, unaendelea na hili au swali jipya? Unataka kujibu? Nilikuwa nataka nimruhusu kaka alafu baba, alafu kaka yule kule na kaka huyu hapa. Jamani, wakati mwingine kunapokuwa na mawazo mseto namna hii inatusaidia. Kwa hiyo hatufanyi ubishi wala ni mawazo mseto ili tuje na wazo moja ambalo limekuwa tumelipambanua vizuri. Anachokisema mwalimu ni sahihi, jambo la kwanza. Lakini anachokisema pia mwalimu pia sio sahihi, jambo la pili. Nimewachanganya, si ndio? Iko hivi. Kwa nini tunafanya kazi? Jambo la kwanza ni wewe binafsi kujiuliza, kwa nini nafanya kazi? Aidha biashara au nimeajiriwa. Of course tunaelewa. Tunafanya kazi tupate mahitaji. Aidha ni biashara au umeajiriwa. Lakini kwa nini tunafanya kazi za kuajiriwa? Upo kwa ajili ya mtu mwingine. Tupate mtaji. Na ndio msingi kama alivyosema mwalimu. Lakini iko hivi, sasa nataka niwaambie hichi kitu. Mimi ni wakili kwa taaluma yangu. Na biashara ya fedha kama nilivyowaambia. Lakini pia na biashara ya kufanya usafi kwenye taasisi. Hilo la pili. Lakini na biashara ya tatu ambayo sasa namalizia kufanya utafiti wake na nianze. Biashara ya mazingira. Wanaita hizi project za mambo ya mazingira. Lakini pia mimi ni mtumishi wa serikali. Sawa? Ni mtumishi pia wa serikali. Hilo la nne. Lakini la tano, mimi nafanya consultation ambayo pia ni jambo langu binafsi. Nje na kazi, nje na mambo. Lakini hayo yote kwa nini nayafanya? Au natamani yatokee. Na yote nina upaleti. Yote nina upaleti. Kwa nini? Mwalimu katufundisha juu ya kucontrol. Ni namna gani unavyogawa muda wako? Kwa nini niliingia kazini? Niliingia kazini kulipa mtaji. Ule mtaji niliopata kazini ndio niliofungia biashara yangu ya kwanza na nikasimama mwenyewe. Lakini nikatamani kufanya biashara ya usafi kwa namna nilivyotembea zunguka kwenye nchi, nikagundua kumbe pia huku kuna nini? Kuna fedha. Nikachukua tena pesa yangu, nikachukua tena pesa kazini, nikaanzia ile biashara. Lakini wakati huo nikasema sasa hivi kuna mazingira. Naona ndio pesa pia iko wapi? Ipo huko. Na nimeanza pia nafanya nini? Kwa tunafanya kazi tupate mitaji, na ili tupate mitaji tupe maisha. Hilo la kwanza. Lakini tunapaswa tuelewe kitu kimoja. Kutoka hatua moja kwa maana kuamua kusema naamua kuacha kazi. Ni wazo ambalo ni zuri lakini linahitaji utulivu mkubwa sana. Kwa mfano mimi hapa leo ukiniuliza natamani kufanya kazi yangu maisha yangu yote. Nimeshajiwekea kwenye malengo yangu kama alivyosema mwalimu. Nikifikisha miaka fulani, 40 napo naona kwamba umri wangu umesonga, Mungu kanipa nguvu na umri wangu unakaribia huko, labda nitafanya nini? Nitaachana na habari za kuajiliwa, nitastiki kwenye biashara zangu na kazi zangu binafsi. Na muda wangu huo nitautumia huo. Kwa unakuja unaona tunafanya kazi kutupa mtaji, lakini pia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni baada ya kuyaona matokeo au hatua ya maisha yako kwenye jambo fulani. Kwa mfano sasa hivi nimalizia mambo mawili. Juzi kulikuwa kuna concert moja ilikuwa inafanyika mkoa wa Kibaha na watu wengine. Yule bwana yuko very busy sana, ni mtafiti na nini na mtumishi wa serikali, na mnafahamu watu wa serikali wako busy sana. Lakini wanafanya project zingine mpaka nikashangaa, nikasema yaani huyu nilitegemea anatoka ofisini anakaa kwenye gari anaenda nyumbani anarudi,
kwenye concert za serikali, kumbe hata huku kwa tayari ile inanitia wivu. Lakini pia juzi nimewachallenge watu wa serikali, nikamwambia nyinyi sasa hivi mnahamasisha watu, wizara ya vijana itoe mikopo, imekuwa wimbo sasa. Nikamwambia mimi sasa hivi naona hii huku tunawapoteza vijana wote, tunawapoteza. Kwa sababu finally wote tutapewa mikopo wote hume. Tukishapewa mikopo kitatokea nini? Unaona? Kwa mwisho wa siku kufanya biashara ni jambo zuri, lakini haizuii kujishikisha kwenye kitu kingine, maana ndio kina matokeo. Cha mwisho kwa ambao ni wafanyakazi, unaenda kazini asubuhi saa 9:30 saa 10, umefanya nini? Kazi imeisha. Je, baada ya pale unaenda wapi? Kanisani hatukuone. Haya, unaendaga wapi wewe? Si mnaona kitu iko kwa ule muda ule. Na hii nime experience mwalimu, wakati nimeanza biashara yangu ya fedha nilikuwa peke yangu na nasimama pale sina kazi. Lakini wakati huo nimepata kazi, natakiwa niende kwenye biashara na kile natakiwa niingie wapi? Niingie kazini. Lakini haikuishia hapo, nikarudi shuleni pia. Kwa nikajikuta na vitu vitatu vyote vinanitaka mimi. Muda wangu ni mdogo. Ilinipa headache siku za kwanza, lakini nilichoamua ni kuweka mkakati na mpango kwamba kote nitafika. Hata kama huku sitashiriki sana, lakini nitafika. Kwa mfano kama ulivyosema mwalimu, kwenye biashara unaenda usiishie tu kupigiwa simu. Bwana kuna 1 2 3 4 5 6. Pigiwa simu kwa mrejesho, lakini tumia hata lisali moja, fika angalia. Inasaidia kumonja na kuweka mambo vizuri. Asante. Asante. Naomba nimkaribishe mzee pale, karibu. Okay. Asante. Mimi ninadhani hapa kuna shida moja. Labda niulize swali. Hivi mimi ninatakiwa niimiliki biashara au biashara inimiliki? Unatakiwa umiliki biashara. Aha. Maana yake kama natakiwa niimiliki biashara, ina maana natakiwa niwe na mifumo. Ndio. Ya, hapa kitu kinachozungumziwa zaidi tunachobishania nadhani ni mifumo. Mimi nina maana kwamba nikiwa na mfumo mzuri, bahati nzuri sasa hivi tumerahisishiwa hata na teknolojia. Hata anayefanya kwangu kazi hatakiwi kujua muda huo niko wapi. Kwa mfano, tuna vitu kama kamera, sasa hivi tunaweza kuwa tunazifuatilia kwenye simu popote ulipo duniani. Kwa hiyo swala kubwa hapa mimi ninadhani unaweza ukafanya zaidi ya kitu kimoja, viwili, vitatu. Unachotakiwa kuwa nacho kama mwalimu alivyokwisha kufundisha ni kuwa na mfumo ambao we unaweza ukaufuatilia, unaweza ukawa na meneja, alafu ukawa unawasiliana na meneja hata mara moja kwa wiki, anakupa ripoti. Asante mwalimu. Nashukuru. Naomba kuna yule kaka, kuna kaka huyu na yule kaka yule pale. Bwana ni mwema. Wakati wote. Wakati wote. Bwana ni mwema. Mimi ninapotazama ile jambo, cha kwanza, biashara nyingi ambazo ni rahisi kuziacha ni zile zilizokomaa. Biashara ikikomaa ni rahisi kusema sasa naacha ajira, naona naweza nikasimama kwenye biashara. Japo wakati mwingine aina za biashara ambazo unataka kuifanya itakuhitaji muda mwingi sana wewe kuwepo pale na kufanya vitu kama hivyo. Ukipima ajira yako na biashara yako, ukaona kama biashara ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili itakuwa increments za makazini mara nyingi sijui wengine, lakini haziwagi, it doesn't double within a year. Yani within a year kuta ikadouble au ikaenda mara 1.5 mara 2 ni kazi. Lakini biashara kuna wakati inaweza ikafanya hayo maajabu. Kwa hiyo mimi naweza nikashauri kwamba ukiona kwamba mimi biashara nataka kuianzisha, niko tayari kuanza kwa kupambana hapa padogo, lakini ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili, ndani ya miaka mitatu nitakuwa wapi? Na unaiona inaweza ikagrow kufika to that peak, nitakushauri nenda. Na tumeona watu zaidi ya mmoja ambao ndio maana alikuwepo mtaani, wenyewe anafanya tu biashara. Alianza na kitu kidogo tu, within a time, kwa sababu yuko serious na biashara yake anaisimamia, inakuwa miaka miwili unashaka wewe jamaa ilikuwaje? Bahati mbaya amepata kamtaji, ameshaielewa biashara yake, amekuwa anafanyaje, anaenda. Lakini kwa wale ambao pia umeshafika hatua fulani ya mshahara na hujaanza biashara, kipato chako sio kidogo sana,
unalazimika ukitaka kuanza biashara uwe na mtaji mkubwa ili kusudi uweze kuacha ajira. Kwa hiyo mimi ninachoweza kushauri, labda kama una mtaji mdogo, anza hapo hapo unapoweza, ila tafuta kitu ambacho unaweza kukisimamia hata kama unaendelea na ajira. Fikiria biashara yote unayoianza iwe wewe ukiendelea na ajira bado kuna namna unaweza kuisimamia. Biashara ya mfano tukae hapo kwenye maziwa. Kama unataka kufanya biashara ya maziwa na wewe mwajiliwa na kuna kutenda kutafuta huko porini sijui kufanya nini, sijui kama inaweza kuwa ni rahisi kwako. Lakini tafuta kitu ambacho una uhakika ninaweza nikaanza hata kama naendelea na ajira. Lakini kitu kingine, disappointments are there. Mimi na kaka yangu tumewahi kufanya biashara ya samaki. Tukasema ngoja mwaka huu tupambane, tujikusanye vipato bado vidogo, tukajikaza hivyo na kipato ketu bana, tuweke hata bwawa moja la samaki, tukaweka kama samaki ulikuwa kama 8,000. Tukasema mwaka huu tusipotoboa tutoboi tena. Na kweli mwisho muda tunafika wakati wa mradi tukapata hasara. Tukasema bwana, sasa tumepewa maelekezo, tumefanya na hapa na pale, lakini tukapata hasara. Nika imagine what if ningekuwa nimeacha ajira. Nahisi wangenilaza, kwa sababu the investment ulichukua kile chote ulichonacho, mwisho wa mwezi na kila nini ulichoweza kufanya kujibana ili kusudi uweze kufanya huo mradi. Inafika mwisho wakati huo mradi haujakurudishia fedha ambayo ulitaka, hata mtaji mwingine umeshafanyaje, umeliwa. Nilipata headache, nikataka mpaka kudondoka hapo. Bahati nzuri ajira inakuepo, maisha mengine yanafanyaje, yanaendelea. So tujiandae kwamba biashara zina changamoto, na ukiwa mwajiliwa unapotaka kuchagua biashara ya kwanza, mimi nashauri angalia ile ambayo unaweza kuisimamia kwa urahisi wakati huo ukiwa bado upo kwenye ajira. Baadaye ukiona imeanza kukomaa, nitakwambia tu nenda ukaendelee na hizo vitu vingine. Asante. Asante. Wakati mnaendelea kuja kuchangia, naomba kuna vitu viwili niviweke sawa, 2 au 3. Wakati tunaanza somo letu tulisema kuna tofauti kati ya kutengeneza ajira na kujiajiri. Naona wengi tuna focus kwenye kujiajiri. Hivi mnadhani Mo ana makampuni mangapi? Anasimamia yote? Ndio maana nikasema tubadili fikra. Yaani jitahidi tuanze. Hebu fikiria. Tutofautishe kujiajiri na kutengeneza ajira. Tuwaze kutengeneza ajira. Ukiona biashara yako inakulazimisha uwepo, wewe umejiajiri, hujatengeneza ajira. Sisi tunatakiwa tumiliki biashara. Biashara ni mfumo. Biashara unapokula chakula, hebu naomba mniambie, kuna mtu waga anaingiza mkono tumboni kusagasaga chakula? Si chakula kinajisaga? Inatakiwa ifike hatua biashara iwe automatic. Yaani mtu akipokea oda anajua nini cha kufanya. Either upo au haupo. Tulipewa swali moja hivi. Biashara yako unaweza ukatoka miezi 3 ukaenda mbali, ukazima simu, ukakaa na kila kitu kikaenda sawa na ukarudi kiko sawa. Wewe ukiweza hivyo ndo unamiliki biashara. Kama huwezi, umejiajiri. Kwa hiyo mbinu ninazowapatia ni mbinu ambazo zinatumika ulimwenguni kote kusimamia miradi na biashara. Tunajua miradi ni vile vitu ambavyo kitu unakianzisha kwa muda, ndani ya muda fulani kizalishe kitu fulani. Tunaweza kusema unapoanza wazo la biashara, huo ni mradi. Utajenga, utafanya hivi, alafu kuna muda inakuwa stable, inaanza kuoperate. Biashara ina kanuni, taratibu na mifumo. Lazima uwe na structure, process, system zinazoioperate ile biashara. Unapomleta mtu leo aka mess up, akiondoka kesho, operations atakuja mtu atakuta vile vitu zimekwisha wekwa. Kwa hiyo tuangalie hata makampuni makubwa, taasisi kubwa, the way wana operate mambo yao. Yaani mtu anakuja anaelekezwa anatakiwa kufanya nini. Mifumo ipo inamguide mfanyakazi. Unasema unaweka manager. Yule manager anapokuja, yeye anakuja na taaluma, yani ana taaluma ya kumanage biashara. Management nayo ni taaluma.
ina kanuni zake. Kwa hiyo yeye anakuwa na ile understanding ya kumanage. Tunachemka pale ambapo unamchukua mtoto wa shangazi, unamweka asimamie biashara wakati hana taaluma ya kumanage. Yeye ana technical skills za kutengeneza kitu fulani, hana utaalamu wa kumanage. Kwa hiyo automatic biashara ukianza kuona inaenda hivi, usishangae, hana technical knowledge ya kumanage. Management tunaita ni skills ambazo mtu anatakiwa kuwa nazo. Ukimpata manager ambaye kweli ana zile skills na akakuta mifumo ya biashara iko vizuri, lazima matokeo utayaona na kuna wepesi utauona. Kwa hiyo wewe unapotengeneza mifumo yako, ndio uhakikishe kwamba mifumo yangu hii niliyoiweka ni thabiti. Kitu kimoja ambacho wafanyabiashara wengi tunalalamika, kuibiwa. Kabla hujasema watu wananiibia, angalia wewe kwanza, wapi mifumo yako haiko vizuri. Kwa nini wanaiba? Unawalipa kidogo, hawana posho, unawa overdose, ama ni wewe tu hujaweka mifumo sawa? Kwa sababu kama wanaiba utajua, mifumo itakuonyesha kuna dosari, kitu fulani kimeibiwa. Kwa hiyo focus yetu twende kwenye kuown business, kutengeneza ile mifumo, tuweke watu wa operate. Unaweza ukamiliki biashara 10 mikoa yote, lakini ukifocus kwamba lazima niwepo, yani utakuwa na biashara moja tu, yani wewe utakuwa kama yai tu, yani maana upo pale. Alafu twende mbele turudi nyuma. Sishabiki wizi. Hebu angalia Mungu, tunamuibia mara ngapi? Ameacha kutubariki. Kwa hiyo sometimes focus yako itoke kulinda, iwende kwenye kumultiply. Weka yani ukishagundua kuna wizi, ina maana tayari hapo akili nakwambia kuna kitu hakiko sawa. Tengeneza ambapo hapapo sawa, panua. Lakini ukianza kulinda, hautapanuka kwa sababu utaanza kuogopa, wataniibia. Nikifungua huku wataniibia. Nikifungua huku wataniibia. Kwa hiyo tubadilishe fikra. Msisitizo. Kwenye slide zangu pale kuna sehemu niliweka alama nyekundu. Usimamizi wa biashara ni changamoto popote. Makampuni makubwa kwa madogo huwa wanawapa semina wafanyakazi kwenye sales, yani wale mauzo wanafanya training za sales and customer care, ila hawajui injini ya biashara ni usimamizi. Usimamizi unatembea na dira yetu tumepanga hii. Kwa hiyo msimamizi anaenda na dira, mikakati, utekelezaji. Dira, mikakati, utekelezaji. Wewe ambaye unamiliki biashara unakuwa una track kuangalia tulipanga lengo hili, mikakati hii, kila mwezi activities ni hizi. Kwa hiyo wewe unakuwa una track. Pale yani huwezi kuja kuniambia wananiibia. How comes wanaiba? Lazima hata kama wameiba utajua. Kama vitu haviendi, tayari unakuwa unajua namuuliza nani, namuelekeza nani anatakiwa kufanya nini. Kaka karibu. Mimi ngoja niende moja kwa moja kwenye jambo alizungumza mwalimu. Kwenye swala la kibiashara na uchumi kuna kitu kinasema find multiple source of income. Ajira ni source of income, si ndio? Biashara na fursa zingine huko ni source of income. Hoja ulizozungumza wewe nikachukulia twende kwenye mfano. Donald Trump ni amejiajiri au ameajiriwa? Amejiajiri. Pale nafasi ya urais kaajiriwa au kajiajiri? Ameajiriwa. So anaweza kuondoa madaraka yake akitazama ajira zake. Kwa nini kimpa kipaumbele akawa rais? Mfano tu. Mfano mwingine, kuna makatibu wakuu mmoja wapo fulani nishe kumuona aliteuliwa na rais ambaye ni Msabato. For instance amekaa hapo akasikia. Kwani hana fursa au hana nafasi ya kufungua fursa zingine za kibiashara, lakini akiendelea kuwa mwajiriwa wa serikali? Kwa hiyo kwa jibu ni kwamba kuna ajira ni utumwa na kuna ajira zingine ni faida kutokana na mazingira yako. Asante. Mwalimu atakuja kufafanua zaidi.
kwenye concept ya kaka kuna kitu naomba nikigusie. Amezungumzia kitu ambacho tunasema utumishi. Sio ajira zote watu wanaenda kutafuta hela. Kuna kazi ni za kiutumishi. Kuna madaktari, kila daktari akisema afungue hospitali yake atibu watu, sijui itakuwaje. Huko serikalini walimu wetu wanatufundishia watoto. Kwa hiyo ndio maana tumesema tunafanya kazi kwa taaluma, vipawa na talanta, lakini tumepewa kutawala dunia, kuzaa, kuongeza, kuzidisha. Kwa hiyo kidogo ulichonacho unaanza kukizidisha, ujuzi ulionao unautengenezea biashara, unaendelea kujizaa, unapanuka, unakuwa mkubwa. Kwa hiyo light wote yani wale ambao wako katika utumishi watumike, lakini wawe na vitu vinavyoweka nafasi watu wengine. Sasa naomba nitoe nafasi 2 za mwisho. Kuna kaka pale amenyosha mkono. Kuna mtu anataka kuzungumza hapa? Okay, kuna mwingine. Okay, kaka nilikusahau. Baada ya kaka atakuja kaka pale, dada pale, na baada ya hapo nitamkaribisha mzee wa kanisa. Okay, asante. Na mimi nilikuwa natamani kuzungumza ambacho wenzangu wamezungumza. Kuna mtu aligusia swala la kodi kama changamoto ambayo inafanya mwacha bwana mwingine kuhamia kwa bwana mwingine. Sasa kwenye ulimwengu wa sasa hivi kuna kitu kinaitwa group of companies. Na nimesikia wachangiaji wengi wamesema wana biashara zaidi ya moja. Sasa unapoongelea swala la group of company, ina maana ni mkusanyiko wa vikampuni vidogo vidogo vingi, lakini vikiwa connected na vitu viwili. Kuna ownership na control. Kuna umiliki na usimamizi. Sasa katika hizo group of company unakuta kuna kampuni mama. Sasa kampuni mama hiyo inakuwa na jukumu la kusimamia vikampuni vingine vidogo. Sasa kwa nini kunakuwa na group of company? Kuna sababu kadhaa. Moja ya sababu kubwa ni kupanua wigo wa biashara yako, hiyo moja. Lakini unapunguza athari, wanasema risk of diversification. Kwamba ukiwa na biashara ya maziwa, ukawa na biashara labda ya hardware, ukawa na biashara ya labda unasimamia logistic, maana yake ni nini? Kwamba biashara ya kusimamia labda usafiri inapokufa, still bado utakuwa na biashara ya nini? Ya hardware itakuwepo. Au biashara hardware itakapokufa, still itakuwepo na biashara ya nini? Ya maziwa. Sasa watu wengi wanafanya hicho kitu kwa karne ya sasa hivi, kuliko kuchukua fedha zako zote na resources zako zote ukaenda ukaziweka kwenye bucket hii moja. Pale inapotokea kwamba huku kumeungua, ina maana sasa Etanga ambayo tulikuwa tunamfahamu ni mfanyabiashara, unakuta anapotea kwa njia hiyo. Kwa ni sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili. Lakini sababu ya tatu ni uwezo sasa wa kucontrol masuala yako ya kodi na kupanga hesabu zako. Ukiwa na kampuni zaidi ya moja, sasa sitaki kusema kwamba unakwepa kodi, hapana, lakini ni njia nzuri ya wewe kusimamia kodi, kwamba kupitia zile kampuni zako kuna namna ambavyo mnaweza mkao mnapeana. Kwa mfano labda nichukulie mtu ana biashara ya jengo. Sasa tunapoongelea jengo, ina maana mimi naenda pale kama mteja, naenda kurent. Yule mteja hanichaji rent tu, atanichaji na kitu kinaitwa service charge. Kwa kupitia hicho, ina maana tayari nitakuwa na kampuni mbili. Kwa nitakuwa na kampuni ya kwanza ya kusimamia service kwa mambo ya umeme, mambo ya maji. Ikiwezekana kama jengo lina access ya parking, hiyo kampuni itafanya nini? Itasimamia. Lakini hapo kutakuwa na kampuni ambayo inasimamia nini? Kodi. Sasa kwa namna hiyo, kuna namna utakuwa unakwepa kodi kuliko pale ambapo ungekuwa na nini? Na kampuni moja. Lakini jambo la msingi na la muhimu zaidi na sababu ya mwisho kabisa, inakurahisishia wewe kufanya management ya biashara yako. Sasa kwa upande gani? Unafanya management ya biashara yako kwa sababu gani? Sasa wewe unabaki sasa kama, kumbuka tumeongelea ownership na control. Sasa watu wa kusimamia watakuwepo tayari. Sasa wewe unabaki kama mmiliki.
tayari umeajiri watu wako pale wanasimamia, wewe wanakuletea tu taarifa. Sasa na hiyo inafanya vizuri, kuna kitu kinaitwa board of director. Sasa hao mmiliki anawapa nguvu, power ya kusimamia. Naambia bwana, nimewakabidhi, naomba mniletee faida. Kwa sasa wewe mmiliki, kwa kutumia akili hiyo ya kufungua group of company, kwa hiyo unabaki tu kuitwa, unaambiwa mzee, sasa hapa tumepata profits kiasi gani na vitu kama hivyo. Kwa haubaki tena sehemu ya biashara. Asante. Nashukuru. Na kaka pale, karibu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikuwa na swali kwa upande wa mjasiriamali. Ni kwamba kulingana na somo umelolitoa kwamba nimetengeneza wazo na nimefuata hatua zile zote. Sasa nina mtaji wangu, kwa mfano na mtaji wangu labda ni 700,000 au milioni. Nimeanza biashara yangu. Na tumepojifunza tumeona kwamba unapoanzisha biashara wewe ni mfanyakazi. Inatakiwa biashara ifanyeje? Ikulipe. Sasa mimi nimetengeneza wazo, nikaweka malengo na kila kitu, alafu nimeanza biashara. Lakini wakati huo ninaanza biashara, pia nina mahitaji yangu niseme ya nyumbani ambayo ninatakiwa niyatumie. Je, hayo mahitaji nitayatoa wapi? Nitayatoa kwenye biashara au nitafute njia nyingine niweze kuyapata? Lakini swali la pili, kama mimi nikiwa tayari nikishaanzisha biashara, mimi ni mfanyakazi, ninapaswa kuzingatia kwamba ile biashara inatakiwa isinitambue mimi kama mmiliki, bali ni mfanyakazi. Kipindi ninaendesha ile biashara, kipindi ninaratibu labda mapato yangu na matumizi. Baada ya mwezi labda nimeratibu mapato na matumizi, na nimekuwa nikitumia kila siku kwamba kwenye yale mahitaji yangu, labda chakula, labda zile kodi, labda na mambo mengine, labda usafi na kila kitu. Baada ya kuwa nimefanya yale yote, je, nitafanya nini ili niweze hii biashara yangu ambayo nakuwa nimeianza, kwa sababu kipindi naianza biashara tayari haina wateja wengi na ndio nimeianza. Sasa nitafanya nini ili kuweza kuikuza biashara yangu na wakati huo ninapaswa kutumia kwenye biashara yangu? Asante kwa swali, lakini kabla hujaenda nikuulize swali kabla hujaondoka. Kabla hujaanza kufanya hiyo biashara ulikuwa unakula nini? Labda kabla sijaanza biashara, yawezekana labda kwa mfano niseme labda naweza nikawa sijaanza biashara, labda nafanya kilimo. Sasa nimepata kwa mfano nimepata labda semina kama hivi kwamba natengeneza wazo. Ninaamua kusema sasa, kwa sababu nimetengeneza wazo, nina malengo na kila kitu, sasa ninapaswa kuanza kufanya biashara. Na kama mwalimu alivyosema hapo kwamba huwezi ukatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Sasa ili biashara iende, maana siwezi nikasimamia biashara na muda huo naenda shamba. Sasa nitafanya nini? Je, niende shamba au niendelee tu kwenda shamba niachane na biashara, au niende shamba biashara nitafute mtu, au nifanyaje? Nashukuru kwa swali. Kwa sababu ya muda, naomba najibu kifupi, mwalimu atamalizia. Kwenye kupanga, tumesema tambua rasilimali unazohitaji kuanza na utaanza lini. Kwa hiyo kama umeajiriwa, umeshajua natakiwa rasilimali gani, panga kwamba kama kipato changu ni 100,000 na mimi biashara yangu kufanya nataka ni 300,000, ina maana pale mpango wako unazidi, yani unataka uanze biashara zaidi kuliko vile ulivyo navyo. Kwa hiyo sasa wewe katika kupanga, angalia kwamba ili nisiweke pesa yote kwenye biashara, natakiwa nitenge pesa ya matumizi. Kama ni miezi 3 uitenge. Kama unaona kwamba hii pesa nilionayo nikisema nianze sasa hivi pesa yote itatumika, tafuta njia nyingine ya kuanza kidogo kusudi uende unakuwa taratibu. Yaani kwa lugha rahisi tunaweza mimi ndo na control kila kitu kiko ndani. Naweza kuamua nianzeje kwa sababu nilichonacho ni hiki, na nifanye nini ili nipige hatua nisirudi nyuma. Sasa kuhusu kwamba tu niache biashara nikasimamie biashara, mwalimu atajazia, lakini mimi nadhani ukifuata ule mtiririko vizuri kwa kutafakari na kwenda hatua kwa hatua, kama utapata changamoto, kuna riski zipo.
Ina maana kwenye mpango tutakuwa tunapanga riski hii ikija nitafanyaje. Kaka pale alizungumza vizuri kwamba wakati wanaanza kutengeneza bwawa la samaki alisema siwezi kuacha kazi. Alikuwa na manage riski inayoweza kutokea kwamba ikitokea mradi huu kafa, nitasolve vipi? Nitaendelea kufanya kazi, nijipange upya. Kwa hiyo kama unataka kufanya kitu kikubwa, hebu nenda hatua kwa hatua. Kwa hiyo usione mtu anafika anaanguka, unasema mimi nilifanya nikaanguka ukaacha. Hapana, kuna vitu hakuvifuata ambavyo vinakupa changamoto mbele jinsi ya kuendelea. Dada alinyosha mkono. Naomba uje uzungumze, na baada ya kuzungumza dada, naomba nimkaribishe mwalimu Jovin aweze kuendelea na mada inayofuata. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amin. Basi katika kitu ambacho siku ya leo sijui nisemaje, yaani katika hili somo mtu ambaye limemuumiza sana 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 ni vile tu machozi hajatoka ni mimi. By the way, mpaka imefika tu najiona hatua niliyoichukua labda nimekosea. Mimi nilikuwa mfanyabiashara kabla sijawa mwanafunzi kwa awamu ya pili tena. Mimi niliacha shule nikiwa form 2. Nikajikita sana kujiajiri, nikawa nimeanza tu biashara ndogo ndogo. Nikawa nimejiajiri. Mungu akanibless, ni kweli nikaja kufanikiwa, nikafungua ofisi kubwa sana. Almost nakumbuka ili cost kama milioni 4. Yes. Nilivofungua ile, sema weke mic vizuri wakusikie vizuri. Okay. Alafu usogee hapa. Sogea hapa hivi. Sogea wakusikie vizuri. Nilivofungua ile ofisi, kiukweli sikuwa na mtu wa kunisimamia, na mpaka nafungua ile ofisi hakuna mtu aliyekuwa amenishauri, ila nilikuwa ninaenda mimi kama mimi, na nilikuwa sijapata mafunzo yoyote yale kuhusu biashara, kuanzia nidhamu ya pesa, usimamizi wa biashara. I swear to God, hivyo vyote sikuwa navyo kabisa. Sikuwa navyo kabisa. Nilifungua ile biashara, mara kwanza nilikuwa peke yangu kwa sababu baadaye ikanilemea, akili yangu ikanipelekea kuchukua ndugu ambao wanaweza kunisupport. Nikachukua ndugu, nikawa na wawili, nakaa nao, nawarisha kodi juu yangu, naishi nao wote, nakaa nao. Alafu mimi nikawa mwoga, akikosea, akishapeleka nyumbani anajidai kwa sababu amefanikiwa. Nikawa siwezi tena kufanyaje, kuongea. Kwa hata makosa yakitokea nilikuwa na nyamaza, siwezi kusema, nabaki nafanyaje, naumia tu moyoni, kwa sababu najua nikisema linaweza likatokea maneno hivi, kwa sababu mimi sio mtu wa kupenda maneno. Kusema kweli ile ofisi niliferi kwa sababu sikuwa na nidhamu ya pesa, cha kwanza. Nikaja baadaye kupiga hesabu in short, kwa siku nilikuwa natumia hela kubwa kuliko faida ambayo nilikuwa naipata kupitia na wao pia, kwa sababu walikuwa hawana, nilikuwa na walipa pia, walikuwa hawajitegemei. Kwa kila kitu kilikuwa juu yangu, malazi, kula, kila kitu juu yangu. Sikukata tamaa, nikafungua ofisi ya pili. Niko nao, ile ya kwanza nimefeli. Kutoka kwenye frame, almost frame nilikuwa nalipa 300 kwa mwezi na nilikuwa naimudu. Nimetoka kwenye frame nikaenda kwenye banda, nikatengeneza banda. Kwenye banda nako nikafeli. Yaani bado hapo ninaenda na sijui kwa nini ninafeli. Ila leo ndo nimeelewa kwa nini nilikuwa ninafeli. Pole sana, lakini ulikuwa unafanya biashara gani? Ilikuwa ni biashara ya juice. Mimi ni mtaalamu wa kutengeneza juice za dawa, juice za matunda na maziwa ya mtindi. Okay. Yes. Nikatengeneza banda. Nilipotengeneza banda, kwa sababu nilikuwa bado na wateja wangu wale. Hivyo Mungu akanisaidia, tukawa tunaenda, nikafeli, nikafunga. Nilivyofunga nikakaa tena kama miezi kwa sababu ni biashara ambayo naipenda sana sana. Nikaja nikafungua tena kwa sababu sikuwa na mtaji tayari wa kutosha, ila kuna mtu akawa anapenda kile kitu ambacho ninafanya, akataka nitumie, akaomba tushare. Tukashare. Tulivyoshare tukafeli. Tukafeli. Pale ndio ulipofika hatua nikakata tamaa kabisa. Nikasema inatosha. Mbona ninashindwa kwenda, kila nikijitahidi kupiga hatua ninashindwa. Kila nikijitahidi kupiga hatua mbona ninashindwa. Na kama biashara ya juisi maziwa nilianzaga kutembeza. Nilikuwa naweka kwenye friji la mtu,
nikishaka kwenye friji la mtu ninachukua mtaani, nafanyaje, natembeza. Ndio maana hata nilivyofungua ofisi, wateja wangu wale wale ambao nilikuwa ninafanya kuwatembezea ndio wale wale ambao walikuwa wananifuata pia wapi, kwa nilikuwa nina mtandao, lakini nilishindwa kuutengeneza ule mtandao. Yaani nimejifika kati naumia maamuzi niliochukua ya kurudi shuleni, mpaka nimewaza nasema ningekuwa nina hii elimu au ningekuwa nimeipata elimu mapema, almost sasa hizi nimejipigia hesabu ningekuwa na ofisi kama 4 au 3 na zote nimeajiri. Lakini yote ni kikubwa, nimetaka tu kutoa shukrani kwa sababu nimepata vitu viwili vitatu, najua almost kwa wakati mwingine, japo nimeshachukua maamuzi ambayo bado hapa nafikiria yamenikosti au nimekosea kurudi shuleni. Yaani bado nimebaki na njia panda kwenye akili yangu, yaani mpaka sasa kwa ni maamuzi niliochukua ni sahihi au sio sawa. Nina kitu kingine ambacho tangu kimetokea ile niliapa kusema hata nikaja kuwa na kampuni kubwa mbeleni sitarajii kuajiri ndugu. Je, kwenye mind yangu ni sawa au kwa sababu ile ilitokea hivyo? Sasa hivi amesema sasa hivi unasoma, ufanye biashara. Yes, nasoma. Nashukuru kwanza kwa ushuhuda ulioutoa na kuelezea ule uhalisia kwamba mfano halisi ya kitu kilichotokea. Mimi nakupa pole. Asante. Cha pili, upaswi kukata tamaa. Yaani usikate tamaa. Pamoja na kwamba umefanya maamuzi ya kurudi shule, nadhani bado unaweza kufanya lile wazo lako ukalianza kwa hatua. Sisi tupo kwa ajili ya kazi hiyo. Ndio maana kama mmesikia nimesema kusimamia ni taaluma. Wewe unamiliki, kama hauna hiyo taaluma, itafute. Itakusaidia sana. Na hapo ndipo wengi tunafeli hata kama una wazo zuri kiasi gani. Kwa hiyo maadamu umeweza kushare na tumekusikia, tutakusaidia ili uanze tena ufike mpaka kwenye yale malengo ambayo unayatazamia. Nashukuru. Mungu akubariki. Amen. Mwalimu, nadhani nikukaribisha. Jamani, asanteni sana. Bado niko pamoja nanyi na karibuni sana. Sisi tupo kwa ajili ya kazi hii na huduma hii kwa ajili yenu. Mwalimu, karibu. Asante. Na jawabu au majibu ya changamoto iliyompata dada yangu hapa inapatikana Mithali 11 mstari wa 16. Inasema, mwanamke wa adabu huheshimiwa daima na watu wakali hushika mali siku. Usiende kusupervise biashara, unakuwa wewe ni mtu wa mzaa kucheka cheka, fair is a business, sio kanisa pale.